Yeah. Hivi ndugu yangu, usiwahi kukosea kutuma muamala kimakosa? Ama wewe unanisikiliza hujawahi kufanya hivyo? Basi ndugu yangu, usiombe hili jambo likakutokea. Ndio mimi ndugu yenu nakumbuka sana. Ni siku kama 4 hivi zimepita tangu pale ambapo nilipokuwa nimekosea kutuma pesa kwa mtu mwingine ambaye mimi kusema ule kweli simfahamu. Tena pesa ambayo nilikuwa nimeidhamiria kabisa kwamba hii pesa inatakiwa ifanye jambo tena kwa wakati, na lilikuwa ni jambo la umuhimu sana. Jamani, mjue nilikasirika. Niliishiwa mpaka nguvu pale nilipokuja kugundua kwamba nimekosea. Yaani ni pesa nimeituma kwa mtu mwingine kabisa na sio yule ambaye mimi nilikuwa nimemdhamiria. Jambo la umuhimu ni kwamba kwa muda ule niliweza kupiga na nikazuia ule muamala wangu kwamba yani yule nilikuwa nimemtumia asije katoa ile pesa. Ingawa niliambiwa kabisa na watu kwamba sio watu wa kawaida wale, kwa sababu nilipokosea kutuma ile pesa nikapiga kwenye ule mtandao. Na wale wakaniambiaje, inabidi usubiri ndani ya masaa 72, siku kama 3 ndio pesa yangu mimi itakapoweza kufanya kurudi. Kwa hapo nikafuta pumzi. Ikabidi nikubaliane nao, lakini ile unakubali kishinga upande kwa sababu unakuwa hauna jinsi. Sikuwa na namna nyingine zaidi ya kufanya. Sasa siku 3 zikawa zimepita. Yaani hayo masaa 72 walikuwa wameniambia ilikuwa imepita. Tena mimi nilikuwa nimewaongezea masaa mengine juu. Siku hii nilikuwa tu niko nyumbani. Nilikuwa nimepata tu changamoto kidogo. Nilikuwa nahitaji ile pesa nilikuwa nimeikosea ile irudi nitatue changamoto yangu ili niendelee na kazi zangu. Nikapiga simu huduma kwa wateja. Alipokea mwanadada, nikazungumza naye na nikamueleza tatizo langu jinsi lilivyo, na nilimuuliza, sasa mbona mpaka sasa hivi pesa yangu haijarudi na mliniambia masaa 72? Hapo nakumbuka huyo mtu wa huduma huyo kwa wateja, huyo customer care, kwa upole akaniambia, samani, ngoja kwanza niingie kwenye akaunti yako nitazame, maana ndo majibu yao. Nikamjibu, sawa. Lakini hapo nilikuwa sina hata hamu ya kuzungumza naye huyu customer care. Akaniambia nitajie majina yako, majina yako matatu. Mimi nikamtajia. Na kisha akaniambia, huu muamala umeutuma kiasi gani? Nikamtajia pale kiasi fulani. Akaniambia ni kweli naona hapa. Hapo akaniambia mpaka hiyo siku ambayo mimi nilikuwa nimekosea kutuma hiyo pesa, mpaka muda. Akaniambia ulituma kwa mtu fulani. Kwa hasira nikamwambia ndio. Ulipiga simu kuzuia muamala. Ni kweli muamala umeizuiliwa, lakini tatizo ni kwamba huyo mtu uliyemtumia hapokei simu. Tunataka kufanya naye mazungumzo ili kuthibitisha kwamba ni kweli pesa imetumwa kimakosa. Nyinyi niliona process ni nyingi, mpaka nilimind yani. Nikasema kwa hiyo nyinyi hivi nyinyi mko serious kweli? Mko serious na pesa za watu? Hivi kama hiyo namba sio active, na ni vipi kama hatopokea simu yenu? Kwa sababu ni wazi mtu akiona namba mnampigia hawezi kupokea. Sasa hizo ndo taratibu gani ambazo mnazileta? Mimi nina kazi sana na hiyo pesa jamani, naombeni irudi jamani, fanyeni juu tino, pesa mimi nahitaji. Hapo namlalamikia customer care. Huyu mdada huyu wa customer care akanijibu kwa upole, akaniambia tu samani, na huu ndo utaratibu, ili pesa yako iweze kurudi itabidi tena nitume taarifa zako idara husika, na ndani siku 3 pesa zako zitarudi. Hadi papa nikajikuta nauliza, kwa hiyo nyie siku 3 mlizonipa hazijatosha, mnaniongezea tena siku 3 zingine? Kwa maana sasa inakuwa siku 6, maana hiyo si wiki hiyo. Nyie mwenzenu hapo hasira zilinibana kusema ule kweli. Hata huyu mhudumu wakati anasema sijui nini, sikutaka hata kumsikia. Kwa hasira nilizokuwa nazo, nilijikuta natoa maneno ya kashfa. Nikasema hivi, hawa ni wajinga, hawana akili hawa. Ndo nini sasa hii? Mungu wangu nyie. Pesa yangu ikirudi mimi nasema siitumi tena, yani situmi tena mtandao wao. Nasubiri tu pesa yangu irudi, baada ya hapo basi sijihusishi nao. Wanakuwa mbona wajinga wanacheza na akili za watu. Hivyo unajua jinsi gani sisi hivi tunavotafuta hizi hera. Yaani kwa kweli nilipata hasira. Nilikuwa yani kila nikiwaza kuhusiana na hii hela, kila napowaza kuhusiana na pesa yangu, yani nilikuta napata shida. Msikilizaji, ombe sikukute, ila kama ishe kukukuta ukakosea kutuma hela alafu zile processes za kurudishwa hela yako zikiwa zina delay, yani zikiwa zinachelewa, kuna ile situation fulani unakuwa unaipitia.
Sasa sijui kama ni mimi tu, hata nyinyi wenzangu pia sijui, lakini nilikuwa najuta kukosea kutumia ile pesa. Nilishika pale simu yangu, nikanunua pale internet kwenye pesa ambayo nilikuwa nimeitoa bank, na kisha nikaendelea pale na kazi katika kompyuta yangu. Na nakumbuka tena zilipita siku kama 4 ndio nikawapigia tena. Siku hii ndo nilichukia jamani. Yaani siku hii sasa ndo nikawafokea. Nikamwambia nyinyi sio haki. Muamala nilisitisha mimi mwenyewe, nikapiga na simu, mkaniambia kwamba pesa inashughulikiwa. Leo hii mnasema kwamba muamala ulishindikana. Tafadhali naombeni pesa yangu. Yaani msinitibue, naombeni hela yangu. Sasa yule mhudumu alijaribu kunieleza, ila hata sikuwa namuelewa. Kwa maana kwamba ni pesa yangu. Kwa kuipata tena inakuwa ni shughuli. Tena shughuli yenyewe sio shughuli kweli kweli. Jamani, nilikuwa na hasira. Yaani hata ukiona hivi uso wangu ulikuwa unaujua tu kwamba huyu mtu hayuko sawa, amechukia. Nikakata ile simu ya huduma kwa wateja. Nikasema mtandao ni wezi sana. Yaani hapo unaanza kulalamikia mpaka mtandao. Mtandao ni wezi sana. Mtandao ni majambazi. Nikasema tu siku nitawafuata huko makao makuu. Mama mimi mwenyewe ni chizi vile kama vinyo wanavyofanya chizi. Mimi langu iende bure bure, haiwezekani. Ndani moyo wangu niliumia jamani, niliumia. Nikakata tena siku kama nikakata tena siku kama 5 ndio nipige tena hii simu. Na ndivyo jinsi ilivyokuwa. Nakumbuka siku hii ilipokelewa na mwanaume. Alipopokea tu, kwanza nilikuwa nimejikuta napenda ule ukarimu wake, the way jinsi ambavyo alinipokea, vile ambavyo alikuwa anazungumza huyu mkaka kwa upole, alafu alikuwa na sauti fulani vitulivu. Akasema pale, "Hello, naitwa Gosbet, naongea na nani tafadhali, na unatokea wapi?" Sasa hapo mimi kifua changu si ndo kimejaa na hasira, yani sielewi hata nilisema nini. Nikamwambia mimi naitwa Abela. Abela, kutokea mkoa gani? Hebu nisikilize kaka. Pesa yangu mimi nilikosea. Sasa hivi ni zaidi ya wiki sasa. Lakini ajabu ni kwamba narushwa tu bila hata majibu sahihi. Kaka, hiyo pesa ni yangu. Nimeitafuta kwa nguvu zangu. Tafadhali, nakuomba uirudishe hiyo pesa yangu. Yaani leo sitaki danadana zenu. Nimechoka. Wiki, pesa gani hairudi? Hapo msikilizaji, vile ambavyo nilikuwa naongea ni kama sasa huyu mhudumu ndo alikuwa anarudisha sasa pesa yangu. Au labda yeye ndo pesa yangu. Sijui niwaambiaje jinsi ambavyo nilikuwa namlalamikia. Yule mkaka kwa mara nyingine tena akaniambia, "Pole sana kwa changamoto dada Abela. Naomba utulie ili uweze kunielewa vizuri. Abela, ninaomba kuingia kwenye akaunti yako tafadhali." Mimi hapo tena hata nikawa sijali. Na vile tena huyu mkaka mimi ninayezungumza naye naona kabisa sio kama wale wa dada. Ni mtu ambaye alikuwa ni mtulivu mno, afa alikuwa anazungumza vizuri sana. Afa alikuwa anazungumza neno moja na linaeleweka vizuri kabisa. Nikamwambia, "Haya poa, ingia." Basi kweli huyu mhudumu wa kiume aliomba taarifa zangu za umuhimu na kisha akasema, samahani kwa changamoto, ombi lako bado linashughulikiwa. Tatizo ni kwamba mtu ambaye umekosea hiyo pesa kwenda kwake hapokei simu, ila nakuhakikishia kwamba natuma tena tatizo lako idara husika ili liweze kutatuliwa kwa haraka zaidi. Naomba upige tena simu mida ya kazi, changamoto yako itakuwa imetatuliwa. Kwanza nikafuta pumzi kidogo. Huyu sijui alikuwa ananishawishi. Unajua sio kama wale wadada wengine walikuwa wananijibu tu. Nikamjibu tu, "Haya kakaangu." Huyu kaka akaongea pale maneno yake, akaniuliza, "Abela, una changamoto nyingine tofauti na hii ili niweze kukusaidia?" Mjua kuna muda nilikuwa natamani hata kucheka kwa maana kwamba nilimwambia, "Wala msikiza, mimi ninachokitaka ni pesa yangu. Yaani hakuna kingine chochote ninachokihitaji zaidi ya pesa yangu." Basi huyu kaka aliniaga akakata simu. Wakati mimi ndo huwa nakata simu, lakini mpaka nikawa nawaza kwa nini yeye ndo anikatie simu. Maana mimi kuna muda nilikuwa natamani kuendelea kumsikiliza huyu mkaka. Kiukweli niwe muwazi, nilielewa zaidi sauti ya huyu kaka. Na hata kila alichokuwa ananielekeza nilimuelewa kuliko hata wale wahudumu wengine. Na mbaya zaidi, nilikuja kugundua ya kwamba nimepiga simu ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Hivyo kusubiri mpaka Jumatatu nilijikuta najiona mimi ni mjinga sana. Ila nilisema, hawa mimi Jumatatu mapema mimi mbona nao? Huko makao makuu, sina cha kusubiri. Sasa wakati nazungumza hivyo, nikaona pale bibi yangu akiwa yupo kwenye kiti mwendo. Alikuwepo na
na dada ambaye tunaishi naye na ndiye ambaye alikuwa akimsaidia. Mimi ni mtu ambaye ninatabasamu nikimwona tu bibi yangu, na sio vinginevyo. Kusema ule kweli, kwenye haya maisha yangu mimi sio ni kitu cha kunipa furaha wala kunifanya ni furahi zaidi ya bibi yangu. Yaani bibi yangu mimi ndo ananipa furaha kwenye maisha yangu. Mimi ni mpekee, au niseme mimi ni kwa lugha nyepesi, mimi ni mtu wa, yani ile mtu mimi kama mimi, yani sio mtu wa kujichangamana na wengine. Sina mtu wa karibu, sina marafiki, siendi popote kufurahi. Yani mimi na bibi yangu, mimi na kazi zangu. Hata kazini wafanyakazi mimi wananiogopa sana. Sijui natisha, ila ndo nipo hivyo. Yani kifupi mimi ni mtu ambaye sina habari na mtu. Nipo tu serious. Najali maisha yangu na mambo mengine yanayonihusu hivyo, lakini kuhusu mambo ya watu wengine sina habari nazo. Sasa nilipomwona bibi yangu, kwanza nilitabasamu. Nikamwambia bibi yangu, mzuri, kumbe upo hapo unanisikiliza? Bibi yangu ni mzuri sana, ambaye anaugulia kisukari ambacho kinafanya anadhofika kila leo. Ila kwa sababu ya uimara wake, bado ana nguvu za kutabasamu kwa ajili yangu. Akaniambia, kipenzi, ina maana we hawajarudisha hiyo pesa? Kama we hawakuelewi, nipe mimi hiyo simu niwapigie au niwafate huko. Unajua nilimtazama bibi afu nikabaki kucheka. Nikamwambia bibi, ndo bibi yangu sasa, umenuna sasa. Hapo nilicheka, nikamwambia bwana usijali bibi yangu, hii pesa itarudi tu. Kwanza ushakula? Bado sijala, nataka pesa kwanza irudi ndo nile. Nikatabasamu nikamwambia, wewe bibi, mpaka hii pesa irudi leo? Kwanza bibi yangu nakupenda. Haya njoo hapa tukae wote nikulishe leo, mimi mwenyewe nataka nikulishe. Nikamwambia wewe dada, leta chakula, bibi leo namlisha mimi mwenyewe. Akisumbua hapa na nitamchapa. Basi wote tukajikuta pale tunacheka, maana nilikuwa namtania bibi yangu. Alinishika pale mkono, akaniambia, mjukuu wangu, wewe ni kama binti yangu wa kuzaa. Kwanza mimi nafurahia sana kuwepo na wewe hapa. Wewe ni binti mzuri sana, umepitia mengi sana, ila tazama uko hapa sasa. Na kuombea furaha sana kwenye maisha yako, na kuombea maisha marefu sana, na takuwe na furaha. Hapo mimi nilimtazama bibi yangu, ninaelewa nini anachokizungumza. Kwanza nilitabasamu nikamwambia, bibi, wewe ni mzuri sana kwangu. Baada ya mamangu kufariki na kubaki na wewe, sijawahi kumlaumu Mungu. Hapo niliongevu kwa machozi alinitoka. Bibi na mikono yake ile inayotetemeka aliweza kunifuta machozi na kisha kanikumbatia pale kwa nguvu. Anajua fika kabisa hapa duniani hakuna kitu ambacho mimi kinaniumiza moyo wangu kama mamangu, hakuna. Tukiwa tuko hapo katika hiyo hali, huyu dada anayetusaidia kazi alifika pale na chakula. Mimi kwanza nikafuta machozi, nikapokea kile chakula huku nikitabasamu. Nikamwambia, haya sasa bibi, haya fungua mdomo ule upate nguvu. Hapo bibi alinitazama, akatabasamu. Kweli akafungua mdomo wake na mimi kwa upendo nilimlisha. Tena alikula vizuri sana hii siku. Na hata nikasema, bibi, kumbe nitakuwa nawahi kurudi ili bibi yangu niweze kukulisha. Basi hapo nikimwambia bibi yangu mwenyewe anacheka kweli kweli. Na mwishowe alitaka kupumzika. Sasa mimi ndo nilienda kumlaza, na nilipohakikisha amelala, nilikaa pale nikawa namtazama kwa upendo sana. Na hata nilisema kwamba asante Mungu. Asante Mungu kwa haya maisha. Asante Mungu kwa huyu mwanamke mzuri hapa pembeni yangu. Yeye ndo kila kitu kwangu. Ninampenda sana bibi yangu. Mjeli maisha marefu ili nizidi kuwa naye. Yeye ndo mtu pekee nahitaji kwenye, yani ndo mtu pekee ambaye namhitaji kwenye hii dunia na sio mtu mwingine. Nilinuka pale nikambusu bibi, nikafunga mlango wa chumba chake na kisha mimi huyo nikaondoka. Haya mimi ndo alikuwa maisha yangu nyumbani, mimi na bibi yangu tu. Nilienda chumbani kwangu, nilioga vizuri, nikakaa tena kwenye meza yangu ya chumbani, nikafungua pale diary yangu, nikaanza pale kuandika tena. Niliandika kwamba ninampenda sana bibi yangu. Ni jicho langu, ananifanya na tabasamu. Yeye ndiye aliyeniinua hata nikiwa niko matopeni. Bibi ndo kila kitu kwangu. Ni ngumu kueleweka, ila bibi tambua kwamba wewe ni mamangu, wewe ni babangu, sitaki chochote zaidi yako. Hapo nikafunika tena ile diary. Nilianza kulia, nililia kwa kwikwi. Kifua changu kilikuwa kimebeba mambo mengi sana. Kifua changu kimebeba mambo mengi ambayo namna tu naonekana kwa nje, hakuna mtu anaweza kujua kama mimi naugulia ndani ya moyo wangu. Nina kila kitu. Vyote vya watu wenye maisha mazuri mimi ninavyo, kwa sababu nina nyumba, nina gari, so moja, biashara, navaa vizuri, ninakula vizuri, lakini sijawahi kuwa na furaha kabisa kwenye haya maisha. Naishi tu ili mradi tu siku zifanyaje, zisogee. Basi mimi hapo nikapanda zangu kitandani.
Lakini nilipanda kitandani kinyonge sana. Nikafumba pale macho yangu, ikawa ni asubuhi nyingine tena. Mimi niliamka, nilifanya kidogo pale mazoezi na kisha nilioga, nikajiandaa zangu vizuri, nikatoka chumbani, nikampa maelekezo muhimu dada kuhusu bibi yangu, na kisha sasa nikaanza kuelekea kazini. Nikiwa niko barabarani, niliona sasa nifuatilie pesa yangu. Ila kama kawaida, alipokea mdada ambaye alinipa maelekezo kunikera, eti aliniambia kwamba niwasiliane na huyo mtu nilikuwa nimekosea kwake ili apokee simu. Na kweli mimi nilifanya hivyo, na uzuri huyo mtu nilikuwa nimekosea pesa kutuma kwake wala hakuwa msumbufu. Kwa nilipomalizana naye, niliamua kutokupiga muda huo mpaka majira ya jioni. Nilifika kazini, nikafanya kazi zangu, na jioni nilipiga simu. Hotel ilikuwaje msikilizaji? Mimi nilihudumiwa na huyu kaka mara 2. Sijui mnanielewa? Nilihudumiwa na huyu kaka mara 2, yani Gozbert ndiye aliweza tena kupokea simu yangu. Kwanza niliposikia tu hivyo, hata mwenyewe nilishangaa moyoni kwamba inakuaje Gozbert tena. Na pengine hata aliposikia Abela alishangaa sana. Lakini kwa kuwa ni kazi, basi tulizungumza kikazi. Na nakumbuka mara baada ya kujielezea tena, huyu kaka kwa upole akaniambia, pesa yako imerudi leo mchana. Tafadhali hakikisha muamala wako, alafu upige tena simu. Nilijikuta nakata hii simu na haraka sana nikatazama salio langu. Kweli kabisa pesa yangu ilikuwa imerudi. Nilifurahi sana huko moyoni nikisema mimi sitakosea tena kwa wakati mwingine. Kwanza nitakuwa niko makini kama vile wanavyosema wao. Kwa sababu hizi kero ni kero jamani. Yaani kero mpaka zinakuwa kero tena. Kwa niliweka simu yangu pembeni, nikawa nina imani kubwa sana kwa maana kwamba hata kama nina pesa bado, lakini hii ni pesa yangu. Kurudi kwa hii pesa yangu kulinifanya yani niwaza sasa kumnunulia bibi yangu zawadi nzuri. Kwa hiyo nilijiandaa pale kwa ajili ya kuondoka. Nilibeba kile kilicho changu, nilipoingia ndani ya gari, nilikumbuka kuandika hili tukio. Niliandika kwenye diary yangu. Na ndipo yani mimi nikogo hivyo, napenda kuandika kila kitu ambacho nakipitia kwenye maisha yangu. Basi niliandika hata tukio la kuwasiliana na huyo mwanaume mara 2. Haijai kutokea ukawasiliana na customer care mara 2. Mara nyingi ukipiga customer care wa kwanza akipokea, ukipiga hata mara 2 muda huo huo anapokea mwingine. Lakini mimi customer care huyu nimepiga hivi leo, na kaa baada ya siku kadhaa nikapiga tena akapokea tena yeye. Hii mimi niliandika kwenye diary yangu. Na nakumbuka niliandika ya kwamba huyu mhudumu alionihudumia ana sauti ya utulivu, mpole, sauti inayoweza kutuliza jazba, kuleta amani na furaha, kuamsha vile vyokufa na vitu vyenye uhai. Na ana sauti nzuri sana na ni mtu mwenye moyo wa kujali. I know siwezi kukutana naye tena, siwezi kumuona, ila popote alipo atambue kwamba kuna namna amefanya nione wapo watu wenye moyo wa kujali hata kama wakiwa wako kazini. Gozbert, popote ulipo Mungu akutunze. Hapo nilipata hamu hata ya kumpigia bibi yangu. Hivyo nilipiga simu nyumbani, na baada ya dada kupokea hiyo simu niliomba kuzungumza na bibi yangu. Kwa haraka sana dada yule alipeleka simu kwa bibi. Basi nami nilimsalimia pale bibi yangu kwa furaha, kwa maana kwamba yeye pekee ndo huwa anaweza ambaye nikazungumza naye na nikawa na furaha naye. Na baada ya salamu nikamwambia bibi yangu mzuri, hebu otea kitu. Nakumbuka bibi aliongea kwa upole sana kama kaida yake. Na vile tena naumwa, akaniambia kuna nini tena mrembo wangu? Niambie, siwezi kuotea, mimi nishazeeka, akili haifanyi kazi tena. Bibi alivyosema kwanza nikatabasamu, nikamwambia bibi, wewe bado kabisa wewe. Wewe bado ni mzima wa afya njema, wewe bado unaita kabisa, wewe bado una sura ya mvuto, beautiful girl. Sikia nikwambie bibi, pesa yangu mimi bwana imerudi. Nimefurahi sana kwa maana kwamba nimekuja, yani hii pesa imejua kunitesa jamani. Basi bibi alionyesha furaha yake na akaniambia, wacha wewe, naona ulivyofurahi maana ulifikiri itapotea. Basi wamejuta kukufahamu. Hapo nikacheka kidogo nikamwambia sana, yaani nimewasumbua haswa. Sasa bibi, niambie nikulete kitu gani bibi yangu? Wewe tena ukishapata hela nitafanya nini sasa? Niletee chochote kizuri kipenzi changu, kwa maana hakuna zawadi kubwa kwenye maisha yangu kama zawadi ya uwepo wako. Bibi aliponiambia kwanza nilijikuta na tabasamu. Nikamwambia bibi, nakupenda sana, sio muda sana nitakuwepo hapo, bye. Nikakata simu mwenye hapo nina tabasamu ile mbaya. Na kweli mara baada ya hapo nikaeka vitu vyangu vizuri, na kisha nilitoka ofisini kwa ajili ya kuelekea sehemu ya gari. Niliingia kwenye gari, na wakati nataka kuondoka, yani kuondoa ile gari tu, nikapata ujumbe kwenye simu. Kwanza ilibidi niitoe simu yangu kwenye pochi. Nikasoma huo ujumbe ambao ulikuwa umeingia kwenye simu yangu. Wakati nasoma, hapo ndo ndipo nilipozidi kushangaa. Ujumbe uliokuja kwangu ulikuwa umeandikwa, pole kwa usumbufu na hongera sana kwa kupata tena pesa yako. Ni mimi Gozbert. Mjua kwanza niliacha mdomo wazi. Nikasema, Gozbert customer care?
Unajua nilihisi labda pengine sioni vizuri. Gozbert, huyu customer care vipi? Unajua niliona labda bado macho yangu labda yana wenge la kudai pesa yangu kutoka kwa huo mtandao. So nikashusha kwanza pumzi. Nikasema kwa sauti ya chini, hii inakuaje? How comes? Inakuaje ni Gozbert anatumia message? Hapana, hii haiwezekani. Haiwezi kuwa. Hawezi kuwa yeye. Na kama ndiye yeye, sasa kwa nini achukue namba ya mteja tena pasipo ruhusa ya kumtafuta? Kisheria hili ni kosa. Kwanza nikatazama simu yangu, nikarudia tena kusoma ule ujumbe. Wala sikuwa naona vibaya. Nilichokiona ndicho kilichokuwa sahihi. Hakuna macho ambayo hayaoni vizuri au kama nimekosea kuona. Ni kweli Gozbert amenitafuta. Tena amenitafuta mbali na muda wa kazi. Ni yeye tena kwa namba nyingine binafsi. Kwanza nikashusha pumzi. Nikasonya, nikarudisha simu yangu kwenye pochi. Nikaanza safari sasa. Pasina hata kumjibu huyo mwanaume ambaye ameamua kuweza kujipa namba yangu tena bila hata shida yoyote. Watoto wa mjini wanasemaga kwamba amejiongeza. Basi mimi nikaanza safari mpaka kufika kwenye duka ambalo mimi binafsi nalipenda sana kwa sababu huwa ninaamini lina vitu ambavyo mimi navipenda. Hivyo kweli nilipofika hapo dukani tena nikiwa hata sina muda wa kutabasamu wala kucheka. Ni mimi tu nipo zangu makini tu na kila kitu ambacho ninakifanya. Nilipoingia tu nilisalimiwa pale na kijana pamoja na msichana wa hapa. Na mimi niliwatazama nikajibu salamu zao. Kisha nikaelekea kwenye kuchukua vitu ambavyo mimi ninavitaka. Baada ya hapo nilisogea kwao. Wakafanya pale mahesabu yao na nakumbuka vizuri sana nililipa kwa simu kwa sababu mimi sikuwa na pesa mkononi, kwa nikalipa kwa simu. Baada ya hapo wale watu waliokuwa wananihudumia kwa makini mno, huku nikawaona sasa namna ambavyo walikuwa wanakonyezana. Mimi sikuwa najali chochote. Wengi huwa wanaongelea sana tabia yangu au hata muonekano wangu. Ikogo hivyo. Wapo sahihi, mimi siendani na muonekano, yani sijui nisemaje. Siendani na muonekano wangu. Muonekano wa umbo na sura siendani navyo. Kiukweli kabisa. Sina hata sababu ya kutabasamu. Sina sababu ya kucheka. Hata hivyo sababu ya kufurahi na kuwa mtu wa kawaida mwenye furaha ninayo. Na sio kwa sababu labda nimezaliwa hivyo, hapana, la hasha. Hii dunia yenye kila aina ya watu imenibadilisha. Nafahamu ya kwamba nilizaliwa mimi nikiwa ni msichana mzuri tu. Furaha na tabasamu la nyumba yetu, mimi ndo nilikuwa sababu ya kila kitu kucheka na kufurahia maisha. Lakini ghafla kama upepo kila kitu kilibadilika. Kila kitu kilikuwa ni uongo. Dunia ilinigeuza na kunishinda. Ilinifikisha muda ambao nataka kucheka, machozi yananishinda. Nataka kutabasamu, kilio kinanipokea. Sikuwa na sababu ya yote hayo. Nilijikuta tu nimepoteza haki juu ya maisha yangu. Naishi vile ambavyo dunia inataka. Dunia mimi imenibadilisha. Basi tu. Taratibu wa Belamia nikaelekea mpaka kwenye duka la viatu na pochi. Bibi yangu licha kwamba alikuwa na ugua au umri kusogea, lakini usimwambie kitu chochote kuhusu pochi na viatu. Tena sio pochi na viatu vyovyote utakavyo. Huwezi kuamini, yani anajua vitu vizuri, anataka vitu vizuri. Hataki kwenda kanisani akiwa hajapendeza au kwenda hospitalini akiwa haonekani vizuri kwenye hali ya umaridadi. Huwa ananishangaza sana huyu bibi. Sasa kwa maana kwamba yeye bado ni mrembo, potele mbali, umri wake sio issue. Mimi namnunulia vitu vizuri kutokana na urembo wake. Nilipofika pale, mwendo ni ule ule. Mimi ni mkimya mno na uso wangu wala hauoneshi kama ninatabasamu. Ninatabasamu ama niliwahi tabasamu, uso wangu hauoneshi. Upande wangu mimi huo haunisumbui kabisa kwa maana kwamba sina hata wa kumhofia kwenye haya maisha. Sina yoyote zaidi tu mtu ambaye anaweza kunifanya nitabasamu au nicheke ni bibi yangu tu basi. Kwa mimi watu wengine hawa sina time nao. Kwa mimi nakumbuka nilichagua vitu vizuri sana. Nilichagua kwa ajili ya bibi na kwa ajili yangu pia. Nilimchagulia bibi yangu na pochi yake, muundo wa pochi anazozipenda, na mimi pia nilichagua pale vitu vyangu. Na baada ya hapo mimi nikalipia tena kwa simu na nikaanza safari ya kurudi zangu kwenye gari. Nilipofika kwenye mlango wa kutoka, nilipokea tena ujumbe kutoka kwa namba ile ile ya customer care. Kwa maana ujumbe wa juu sikuwa nimeufuta, hivyo nilifahamu ya kwamba ni mtu huyo huyo. Na safari hii niliposoma ule ujumbe, huwezi kuamini, kwa mara nyingine tena kwa huyu mwanaume nilijikuta na tabasamu, na hakuna kitu cha ajabu ambacho ameniambia zaidi tu alikuwa ameniita kwa jina langu kwamba Abela. Alikuwa tumetuma ujumbe huo kwamba ameniita jina langu Abela. Hivi unajua kiuhalisia mimi kama mimi ninachukia yani anavyonitumia hizi jumbe zake, kwa maana kwamba simjui hanijui.
Na pia sipendi haya mazoea na watu mimi, haswa mazoea na watu wa jinsia kama ya kwake, nazungumzia wanaume. Sitaki hata kuzoeana nao. Sitaki hata kupoteza muda wa kumjibu, kwa maana kwamba sio mambo yangu kabisa kujibizana na mtu kwenye simu. Yaani niache mambo yangu nianze kuchati na mtu. Huo muda labda sio mimi ya Bella labda. Kuna jambo la ajabu linaloelekea kwangu. Unajua sasa nimesoma huu ujumbe alafu najikuta na tabasamu. Na hata nikajikuta najishika kwa mkono mmoja usoni. Nikawa najiuliza huku nikiwa nimetabasamu. Kwa nini sasa ninakuwa nipo kwenye hii situation kila ninaposoma jumbe za huyu mtu? Nikasema hapana, haiwezekani. Haraka nikaelekea kwenye gari, nikakaa kwanza vizuri, nikakumbuka, nikasoma tena ule ujumbe wa kwanza. Tena nilisoma kwa sauti afu kisha nikajiita tena. Nikajikuta na tabasamu tena, alafu nikajiambia, kwa nini mimi natabasamu kwa hizi jumbe za huyu mtu? Na kwa nini hata nilipohudumiwa na yeye nikawa nimetulia afu nikawa nimemuelewa kwa haraka kuliko hata wale wahudumu wengine? Hasa mpaka nikaanza kujiuliza, huyu mtu ni nani? Wewe ni nani ambaye inaonekana kama vile nakufurahia, lakini ndani moyo wangu nilikuwa nabishana vikali mno na hii situation ambayo ilikuwa inanikuta. Kwa maana kabisa mimi moyo wangu ulikuwa unaniambia acha ubishi ya Bella. Mjibu tu huyo mkaka, uweze kujua. Akili yangu nayo inasimama inaniambia hebu acha ujinga wewe, usimjibu kabisa. Usimzoe huyo, ishi maisha yako. Usiache maisha yako. Unapendeza hivyo hivyo ulivyo. Hapo kwanza nilitazama simu na kisha nikajiweka vizuri kwanza. Nikajitazama kwenye kioo uso wangu jinsi ulivyo. Na pia nikauweka sawa na kisha nikaweka simu yangu vizuri. Nikaanza zangu safari kurudi nyumbani. Niliendesha gari kwa umakini mno, na hata nilipofika nyumbani, yule dada wa kazi alinipokea, na mimi kama kawaida yangu, sura ipo tu, sijali hata kuharibu uzuri wangu ambao Mungu alikuwa amenijalia. Kitu pekee ambacho nilikuwa nauliza kwamba bibi yangu yuko wapi? Huyu dada wa kazi alinitazama, akanijibu kwamba bibi amepumzika. Nikasema okay. Mizigo chumbani tafadhali. Basi mimi na huyu dada wa kazi tukaongozana mpaka chumbani kwangu, na baada ya hapo wakati natoka sasa nilimwambia hebu tafadhali niandalie juice na uniletee hiyo juice. Huyu dada wa kazi akasema kwa heshima, sawa dada. Nakumbuka alitoka na mimi nilibadili pale nguo haraka nikaingia bafuni. Nilipotoka tu bafuni nilikutana na juice yangu na nilikunywa pale funda la kwanza, na ndio kisha nikaendelea kujiweka sawa. Baada hapo nilimwita huyu dada tena kwa kumpigia simu. Alipofika nilitoa baadhi ya vitu vyangu ambavyo nilitaka kubaki navyo chumbani, na baada ya hapo nikamwambia mfuko huu hebu peleka jikoni, hifadhi vizuri visije kuharibika. Kweli alipokea, na alipofika mlangoni wakati anatoka niliita pale dada, na yeye akasimama akanitikia. Nikamwambia na kuomba bibi yangu akiamka umlete huko chumbani. Huyu dada wa kazi akaniambia sawa madam. Mimi nilimtazama tu kwa maana ya kwamba yeye ananiita vile. Mara niite dada, mara niite madam, yani kama vile kazini ninavyoitwa. Mimi nikaona yote sawa tu kwangu, cha umuhimu afanye vile ambavyo mimi nataka. Kwa nilipoingia chumbani kwangu, kwanza nilikaa kitandani. Nilikuwa nakula biskuti na kunywa na juice. Nilikuwa nafanya hivyo taratibu huku nikiwa ninawaza jambo. Ninakumbuka namna siku yangu ya leo jinsi ilivyokuwa. Hivyo nilichukua tena diary yangu nikaandika pale juu ya furaha yangu kurudishiwa pesa. Wakati huo naandika, nilijikuta ninaandika. Unajua msikilizaji, mbali na yote ambayo unayapitia kwenye maisha yako, haijalishi unataka ama hautaki, kuna vitu vipo nje ya uwezo wako. Kuna hisia ndani yako huwezi kuzikataa, iwe unataka ama hutaki. Yaani unajikuta tu unafanya vitu ambavyo hujawahi kuanza kufanya. Unajikuta unawaza vitu ambavyo hujui hata chanzo chake ni kipi. Ni hisia za ndani kabisa. Hali hii sijui niizungumziaje, sijui niizungumze vipi au kwa namna gani, ila ninavyojua kwa sasa ni vitu ambavyo huwezi kuvizuia. Hata usipotaka vitakuja tu kwako, iwe kwa kutaka au kwa kutokutaka, iwe kwa kufumba macho au kwa kufumbua. Hisia zinazungumza, hisia zinatoka mbali kabisa. Sijui nilikuwa naandika nini kwenye diary yangu. Sielewi nini ambacho kinanitokea. Nilimaliza pale kuandika, nikaa nasoma huku na tabasamu. Nikatikisa kichwa changu nikasema hivi, mimi nachanganyikiwa mimi siko sawa Yaani kwa nini? Mbona imekuwa ghafla sana? Yaani natabasamu peke yangu na hata sijui naandika vitu gani kwenye diary. Nini kinakwenda kutokea Bella mie? Nimekuaje? Nikafunika kwanza hii diary. Ile nafunika tu ujumbe ukaingia tena kwenye simu yangu. Alafu nafasi safari haraka sana nikavuta simu yangu. Ni kama mtu ambaye nilikuwa ninasubiri huu ujumbe kutumiwa. Haraka sana nikafungua ule ujumbe. Na safari hii haukuwa mfupi. Safari hii ujumbe ulikuwa ni mrefu, ujumbe ambao ulikuwa umekuja vipande. Na tena ujumbe huu ulisoma kwa sauti yake kabisa, ile sauti yake ya upole ya utulivu. Alikuwa ameniandikia vya Bella, hatufahamiani na wala sitalazimisha mimi na wewe tufahamiane.
naomba radhi pia kwa kukiuka sheria na kwa kuiba namba yako ya simu bila utaratibu. Nakiri kwamba nimefanya kosa, naomba usinihukumu, nimekosea, nisamehe sana. Ukiniuliza kwa nini nimeiba namba ya mtu ambaye simfahamu, sina hata jibu. Nimejikuta tu nasukumwa baada ya kuwasiliana na wewe mara 2, na mara zote hizo sauti yako kwangu ilikuja kiutofauti sana, na wakati ninaongea na wewe nilihisi upekee ndani ya sauti yako. Abela, mimi sijui wewe unapitia nini kwenye maisha yako. Sitaki kusema kwamba unakosea, hapana, upo sahihi kwa kile unachokifanya. Ila tu nilitaka kukuambia kwamba jifunze kuheshimu sana maisha yako. Haijalishi maisha unayoishi yana uchungu namna gani, haijalishi ua la ndani yako limeacha kuchepua upendo na furaha. Wewe ulimwagilie tu furaha na usio na sababu ya kukosa amani wala furaha. Kabla hujakata tamaa, kabla hujapoteza uzuri wako kwenye maumivu, jiulize kwa nini bado unaishi mbali na maumivu yote hayo. Mungu ana kusudi na wewe na bado halijatimia, na ndio maana unaishi bado. Na kusudi la Mungu sio wewe umie, sio wewe ulie uchungu, sio wewe uwe kwenye uchungu na hasira, sio wewe ujichukie au kujiumiza. Mungu hana kusudi baya na wewe. Kusudi la Mungu kilijua, hutoishi kwenye uchungu. Abela, usijiumize, usijaribie uzuri wako. Mara zote kumbuka kutabasamu huku ukitafuta kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Na sasa napata jibu ya kwamba nilisukumwa kuchukua namba baada ya sauti yako kuchoma kwenye moyo wangu. Nikatamani sana kukuambia usisahau kutabasamu. Najua hutaki kujibu na kuelewa, ila nipo hapa. Kama utanihitaji, Gozbert, nipo kukusaidia. Hapo kwanza niliusoma ule ujumbe kwa hisia sana. Mjua nilivyokuwa nausoma ujumbe hata machozi yalikuwa yananitoka kwa mbali. Na hata nikawa najiuliza, huyu ni mtu gani? Kupitia sauti tu anajua kwamba mimi nina uchungu. Kupitia sauti yangu tu amegundua kwamba siko sawa. Kwa nini ameniambia maneno yote haya? Kwamba ananijua ama ni vipi? Nikasema, Mungu wangu, hivi Mungu ni kweli unataka nitabasamu tena? Inawezekana vipi hili? Baada ya wewe Mungu kuninyamazia mara zote hizo. Hapana, mimi simhitaji huyu mtu, sitaki kuwasiliana naye na sitamjibu message zake. Nilipojiambia hivyo na nafsi yangu, nilijikuta naanza tena kusoma ule ujumbe, na hata nikajikuta nainuka naenda kukaa kwenye dressing table mbele dressing table. Nilipokaa hapa nilijikuta ninakumbuka ile maneno ya kuwa lolote ambalo ninapitia nisiache kutabasamu na kutafuta kusudi la Mungu ndani yangu. Nilijikuta ninajilazimisha kutabasamu, lakini machozi yalikuwa yananitoka. Nikiwa hapo, bibi yangu na dada yangu waliingia, dada huyu wa kazi waliingia chumbani. Na nakumbuka bibi yangu aliniita mrembo. Hapo haraka sana nikafuta machozi, nikageuka. Nikakutana hivi uso kwa uso na bibi. Bibi akiwa anamwambia yule dada wa kazi akaendelea na kazi. Mimi nilipomwona bibi yangu niliinuka nikaenda pale kumsukuma kwenye kitimwendo kile, maana anatembelea kitimwendo. Nikamwambia, bibi, umelala sana bibi yangu mzuri. Kwani leo unaumwa au unajisikia hauko sawa? Bibi alinitazama na kisha aliketi mbele yangu. Tukawa tunatazamana hivi. Bibi akaniambia, hapana mrembo wangu, hapana. Ni dawa tu zinanifanya hivi. Na wewe vipi, ulikuwa unalia tena? Hapo mimi nilimtazama bibi yangu nikatabasamu kidogo, nikamwambia, hapana bibi yangu, wala. Sasa sikia, nimekuletea zawadi nzuri sana bibi. Hapo nikainuka haraka, maana sikuwa nataka bibi yangu azungumze tena. Hivyo nilichukua pale mfuko nikaanza kutoa vile vitu, nikamwambia, bibi, ona, tupo sare sale, hivi viatu ni vizuri sana. Tazama na huu mkoba bibi. Bibi alitazama na kisha alinitazama mimi. Na hata nikamuuliza, bibi yangu, kwani hujapenda hizo zawadi nilizokununulia? Hapo cha ajabu ni kwamba bibi alinishika mkono, akaniambia, mjukuu wangu, nawezaje kufurahia zawadi wakati ulikuwa unalia? Siwezi kukuzuia kulia kabisa, kwa maana ya kwamba machozi yetu hutokea mbali sana na huwa yanazungumza mengi, na ndio maana watu husema machozi ni maombi mbele ya Mungu. Mrembo wangu, mimi pekee ndo naelewa yote umeyapitia kwenye maisha yako. Nataka ujue kwamba kwenye hayo maumivu hujapitia peke yako. Tumepitia wote mrembo wangu. Huna sababu ya kuteseka hivyo siku zote. Mimi ninayo imani mjukuu wangu utafurahi sana. Mimi sipendi wewe unaishi kama vile mtu asiyekuwa na furaha, na ili hali wewe ni mtoto mzuri sana. Abela, hebu tabasamu muda wote. Onesha furaha ni fimbo kwa maadui zako. Natamani sana kuona wewe ukifurahia maisha hata kidogo. Mimi nafurahi sana bibi yako. Hapo nilijikuta namtazama bibi yangu.
Kwanza nilimkumbatia, na wakati nafanya hivyo ujumbe tena uliingia kwenye simu yangu. Ujumbe huu hata baada ya kuweza kushika simu nilijikuta nacheka. Alikuwa ni huyu customer care. Alikuwa ameniandikia ujumbe kwamba usiku mwema msichana mkali na mkorofi. Tabasamu tafadhali. Ndio alikuwa ameandika hivyo ujumbe wake. Kwanza nilisoma afu nikawa najikuta nacheka. Hata bibi yangu akaniuliza, "Wewe Abela, ni wewe umecheka kwa sababu ya simu Abela?" Unajua nilimtazama bibi yangu, nilishangaa, nikamuuliza, "Bibi, kwani nimecheka sana?" Bibi yangu akacheka kidogo akasema, "Nimefurahi kukuona unacheka. Sijui ni kitu gani kimekufanya ucheke. Ila basi kitazame hiko kitu muda wote, wewe unacheka, wewe unatabasamu ukiwa uko mbali na nyumbani." Hapo nilimtazama bibi, nikamwambia, "Bibi, uweza atakuamini. Mtu aliyotuma ujumbe anachekesha, yani simjui kabisa wala hanijui." Huyo ni nani sasa alokutumia ujumbe? Mwanamke mwenzako ama mwanaume? Ni mwanaume bibi. Niliposema hivyo bibi alitabasamu, na mimi nikamwambia, hapo sasa nikawa sicheki tena. Nikamwambia, "Bibi, unachokiwaza sio hicho unachokifikiria, na kamwe hakitokuja kuwa. Hebu sahau kabisa bibi yangu, na wala hata usiwaze hayo ambayo unataka kunifikiria." Hapo niliposema hivyo bibi yangu alitabasamu akaniambia, "Mrembo wangu mzuri, mimi nashukuru sana kwa zawadi. Kiukweli ni zawadi nzuri sana, na mimi nimefurahia mno. Siku ya kwenda hospitalini nitavaa. Nashukuru sana mjukuu wangu." "Karibu sana bibi. Lakini vipi hali lakini?" "Mazoezi yanasaidia. Unajua leo hata nimeweza kutembea kidogo, ila tayari nimechoka." Nikamwambia, "Bibi, nimekumbuka kuona kwamba unatembea. Na kuomba upone haraka sana jamani bibi." Bibi hapa alitabasamu, na kisha bibi akaniambia kwamba ni muda wa chakula sasa. Usijitetee kisa bisikuti na juisi. Twende tukapate chakula. Hapo mimi nilimtazama bibi. Nikamwambia, "Bibi, lakini jamani, basi nakuitia dada, mimi nitakuja." Bibi alinitazama tu, na mimi nikamuita pale dada amfuate bibi, na baada ya muda alikuja. Lakini bibi yangu wakati anatoka alinigeukia akasema, "Abela, yeyote aliyekupa tabasamu na kicheko baada ya miaka yote hiyo, huyo mtu usimtupe. Mkumbatie, sawa? Umwatamie, usikubali kumpoteza. Watu kama hao ni wachache mno kwenye hii dunia. Mtu anayekupa furaha kwenye maisha yako, mtu anayekufanya ukacheka na ukatabasamu, mtu anayefanya maisha yako ukayaona mazuri, hutakiwi kumtupa huyo mtu. Mkumbatie, umshikilie." Mjue nilishangaa. Nilimtazama bibi, nikamwambia, "Bibi." Hapo bibi ndo kwanza aliendelea na safari. Akasema, "Abela wangu, mkumbatie huyo aliyekupa furaha." Nilibaki ninashangaa tu. Hivi bibi yangu anawezaje kuniambia maneno kama hayo? Nilimtazama alafu moyoni nikawa nasema, huyu mzee huyu anazeka vibaya. Nimwatamie mimi nimkumbatie kivipi yani? Basi nikakaa tu kitandani mie. Abela mie, kwenye safari yangu ya maisha nimekutana na mambo mengi sana ya faraja. Kuanzia kwa walimu wangu, jirani zangu, bibi yangu, wachungaji. Lakini hakuna mtu ambaye amewahi kunipa sababu ya kutabasamu kama ambavyo huyu mtu ambaye simjui kabisa, ambaye ni customer care, ananifanya nini na tabasamu. Eti nikavuta tena simu, nikaanza tena upya kusoma jumbe zake. Nilipofika kwenye ule ujumbe wa usiku mwema, msichana mkali na mkorofi, tabasamu, sijui tabasamu. Nilijikuta na tabasamu kweli, na hata mwenyewe nikajishtukia, nikasema, huu ni ujinga gani? Sasa nini kile ambacho nakifanya? Kwa hapo nikabidi niachane na simu, nikavuta tena diary yangu, nikachukua pale na kalamu yangu, nikaandika tena kwamba ananifanya na tabasamu, na sijui ni yeye ni nani. Anaweza kuwa na maajabu. Siamini kwenye hilo, sina wa kumwamini kwenye haya maisha yangu. Ninahitaji kuwa mwenyewe, furaha yangu ndio kila kitu na sio lolote zaidi. Nilipomaliza kuandika hayo, niliweka diary yangu chini ya mto wangu, nikajikuta nipo kitandani na waza hili na lile. Hata na usingizi ulipokuja kunichukua sikuelewa. Kwa maana gani? Sikujua usingizi umekuja kunichukua muda gani, lakini tunachokifahamu nilikuja kuamshwa na alarm ambayo waga inanisaidia sana kuniamsha asubuhi kwa lengo la kwenda kazini. Na nakumbuka nilienda kujiandaa vizuri, nilivaa pale mwenyewe nikapendeza, na baada ya hapo nilijikuta ninashika simu na moja kwa moja nikaenda kwenye ile namba mpya ya customer care. Nilikuwa nategemea labda pengine nitakutana na ujumbe wake, lakini haikuwa hivyo. Ghafla roho yangu iliniuma.
Huyu mtu nampotezea, sijali hata kinitafuta, simjibu message zake, ila ajabu ni kwamba hajanitafuta alafu mimi najisikia vibaya. Yaani kwenye moyo wangu nilikuwa najisikia vibaya mno. Kwa nikashika ile simu nakuta kaandika pale ujumbe. Lakini hayo mimi sio mambo yangu kabisa. Nilikuwa naona kama vile najipunguzia alama, yaani naona kama vile kama nasalimu amri. Sijawahi kumpa mtu mimi muda wangu kama ambavyo naipa kazi yangu. Yaani kazi yangu ndio nilikuwa naipa muda kweli kweli kuliko vile ambavyo kumpatia mtu mwingine muda wangu. Nilishindwa kuandika ujumbe kwa sababu ya kiburi. Ila ukweli kutoka moyoni mwangu nilikuwa natamani sana huyu customer care nitumie tu ujumbe hata mambo tu. Hivyo umewahi kusubiri ujumbe kutoka kwa mtu ambaye hata ukajihisi huna bahati? Ndio hivyo moyo wangu ulivyokuwa unajisikia. Kama vile ambavyo unajisikia kuna muda mwingine unatamani kumwona Nkojea anaingia kwenye masimulizi, anaposti masimulizi nini na nini usikilize, atume masimulizi YouTube wapi na wapi, kuna muda unamngojea umsikilize Nkojea na simulizi. Alafu yeye hatokei. Mnajua ile inaumaga Sasa vile ambavyo nyinyi inawauma, siku inapita hamumoni Nkojea wala simulizi zake, ndio vile ambavyo mimi nilivyokuwa naumia kutokuona message ya yule customer care. Kinyonge nilinuka pale nilipokuwa nimeketi, simu yangu nikaiweka katika ile pochi mpya na kisha nilianza zangu kutoka kuelekea sebuleni. Nikatoka mpaka sebuleni, nilikutana na bibi yangu. Bibi yangu ndo akiwa sasa anapata mlo wake wa asubuhi. Nilimsalimia pale kwa upendo kama ilivyokuwa kawaida na nikamwambia, bibi, mimi nakwenda, tutaonana baadaye. Bibi akanitazama kisha akaniuliza, upo sawa kweli mjukuu wangu? Nikamwambia nipo sawa bibi yangu mzuri, kwani kuna tatizo? Bibi akanitazama akasema, ndio kuna tatizo. Tatizo ni hiyo sura yako. Leo unaonekana huna furaha kabisa. Hapo nilimtazama bibi nikatafuta tu cha kusema na kisha nikamwambia, bwana, siku bibi asifanani bibi yangu. Leo mimi sijaamka vizuri tu lakini niko sawa. Bibi alinitazama akatabasamu akatikisa kichwa chake akasema, huyo anaitwa nani? Sasa na mimi nikajikuta namjibu kwa haraka haraka bibi, nikamwambia anaitwa Gosbet. Bibi akatabasamu akaniuliza, ni mtu gani huyo? Mbona jina lake haraka sana mdomoni mwako? Na umejuaje mimi namuulizia yeye? Mimi sijataja kama ni mtu, nimekuambia tu anaitwa nani. Wewe umetaja Gosbet. Wewe unajua mimi namuulizia nani? Hapo bibi yangu alinikamata. Na haya hakika ilikuwa ni maswali magumu mno. Gosbet ndiye alikuwa kichwani mwangu na ndiye maana nimemjibu bibi kwa haraka sana. Hoja nilimtazama bibi afu nikamwambia bibi, bwana bibi umeanza bwana mambo yako bwana, mimi naondoka. Na napenda unielewe mjukuu wako. Bibi acha kunichokoza. Hapo bibi alitabasamu tu akasema, sawa mjukuu wangu. Mimi mtu mzima we najua haya, naelewa haya. Hizi mambo michezo mimi nilianza zamani enzi za ujana wangu. Si unaona huu uzuri nilionao? Enzi za ujana wangu mimi nilikuwa ni kiboko kweli kweli, naelewa. Nikacheka nikamwambia, bibi bwana mimi sitaki bwana, mimi naelewa nini. Kwa hiyo tukacheka pale tunataniana, tukiwa katika hiyo hali ya furaha na kutaniana na bibi yangu. Simu yangu mimi iliita. Haraka sana nilianza kutoa, nikiwa nina hakika asilimia zote kwamba huyu ni customer care, anataka kunisikia, anataka kuzungumza na mimi. Hapo muda huo bibi alikuwa ananitazama tu na mimi nikatoa pale simu yangu haraka. Nilipotoa tu simu yangu, unajua ni nani alikuwa ananipigia? Hakuwa hata customer care. Huyu alikuwa ni mtu wa kazini. Nilitazama simu na hata nikachoka sana kusema ukweli. Nikaipokea ile simu kivivu. Hapo bibi sasa akawa ananitazama. Yaani sikuwa nazungumza yaani kama ninajilazimisha kama sitaki. Kwa hapo nilipewa taarifa sio nzuri sana kule ofisini kuhusu dalili mbaya za kushindwa moja ya kazi yenye faida nzuri sana kwetu. Yaani kuna mambo tu hayako sawa kule kazini. Na nakumbuka mpaka nilijikuta nafumba macho. Mkono ule wenye pochi nikauinua, nikajikuna hapa kwenye paji la uso, nikasema nakuja muda usio mrefu. Nakuja sasa hivi, naomba nikute mmekusanyika. Nashindwa hata kuelewa nyinyi mnafanya nini hapo kazini. Yaani nisipokuepo kidogo tu matatizo kibao. Nakuja. Muda unasema hivyo sikutaka hata kusikia story ya upande wa pili. Mimi nilikata simu na bibi yangu alinitazama kwa wasiwasi akaniuliza, "Vipi mjukuu wangu, kwema?" Nikamwambia, "Bibi nachanganyikiwa. Ni kazini, wacha niende nitakupigia." Bibi yangu alinitazama kisha akaniambia, "Relax. Akili itulie, ndio utafanya vizuri." Nilimtazama tu bibi yangu na kisha mimi nilianza kutoka. Yaani kiukweli ile simu ya ofisini iliniudhi. Sikuwa na hisia za kufurahi tena. Uso wangu ulikuwa umekasirika kupita kiasi na waambieni. Nilikuwa nawaza tu nikifika kazini kwa sababu ya uzembe wao, sijui hata nitafanya nini.
Wananifahamu jinsi nilivyokuwa mkali na nimenyoka. Najua huko walipo watakuwa wanatetemeka kwa kuniofia. Muda ulivyozidi kusogea, nikiwa niko barabarani nawaza tu namna kuweza kuingia ndani ya ofisi yangu. Oho, Mungu nisaidie. Hapo nilikuwa nimekasirika kiasi kwamba macho yalikuwa yamenibadilika. Nawezaje kupoteza kitu kikubwa namna hiyo kwa sababu ya mtu mmoja? Ninakumbuka sana namna ambavyo nilikuwa nimefika ofisini. Ile nakanyaga tu sakafu ya ofisini na kiatu changu kirefu, ninavyotembea kwa madoido, kiatu kinalia ni kama vile naona watu naofanya nao kazi. Nilifika mpaka kwenye chumba kidogo ambacho ndio huwa tunafanya mikutano. Nilipoingia tu nilikutana na watu wenye hofu na uoga. Kwanza waliniogopa sana, na tena baada ya wao kuniona waliinuka na kisha wakanisalimia. Niliingia mpaka ndani kabisa na nilisimama mbele yao, nikauliza swali moja tu: nani anaweza kunieleza kwa nini hili limetokea? Hapo wafanyakazi wangu walitazamana na mmoja akasema, tusamee sana madam. Nilimtazama kwa macho makali, nikamwambia sicho nilichokiuliza. Nataka mnijibu haraka iwezekanavyo. Hapo msikilizaji, ninapokuwa ninaongea ninakuwa nina hasira sana. Yaani hata sauti yangu inakuwa ni sauti ya simba, sauti ya kuogopesha. Wafanyakazi nilikuwa naona wakiminyana pale, nikafumba macho yangu nikawapa mgongo. Nikawa nawaza nifanye kitu gani? Ile sauti ya customer care alivyokuwa ananisisitiza tabasamu, ndio sauti ambayo ilikuwa inakuja kwenye kichwa changu kwa haraka sana kuliko kawaida. Nikageuka kwa haraka afu nikajikuta na tabasamu. Nilipotabasamu tu ni kama wafanyakazi wangu waliona maajabu ya dunia. Yaani walikuwa wanaulizana ni mimi wanayeniona hapo mbele au sio mimi? Kwamba ametabasamu. Leo maajabu. Umeona ametabasamu. Yaani mpaka nilijikuta na sasa nazidi na mimi kutabasamu. Nikamwambia kaeni nye tuzungumze bwana we. Hapo nikiwa ninawatizama, niliona namna ambavyo macho yao yalikuwa yananishangaa kwa mara ya kwanza. Mimi ndio nilikuwa naongea na wafanyakazi huku nikiwa nimetabasamu. Na nakumbuka kwa pamoja tulijadili ni kitu gani sasa kifanyike. Na nakumbuka niliwaambia maisha ni safari ndefu sana. Na kwenye hiyo safari utapita sehemu nyingi na mbalimbali ili kuweza kujifunza. Utafanya kazi kwa watu mbalimbali ili kuweza kufikia malengo yako. Kwa nawaombeni sana ili tuweze kufanikiwa. Kwanza mnapaswa kupenda na kuijali hii kazi na kuwa waaminifu. Kwa sababu ukifuja na kuharibu kazi yangu, ukihisi unanikomesha kwa maana kwamba wewe hauhusiki, utakuwa unakosea sana mbele ya Mungu. Kwa maana kwamba ukinifanyia vibaya kwenye kazi yangu na wewe unashindwa kufikia ndoto zako, haina maana kwamba utafanikiwa. Ni kweli mimi ni bosi wenu, ila hii ni ofisi ni yetu pamoja. Sisi wote tunatengeneza jina moja, tena jina kubwa. Peke yangu siwezi. Hapa paone kama ni ofisi yako ili tuweze kufanikiwa kwa pamoja. Ninafikiri tunaelewana sana. Hapo nawaelekeza hawa watu ambao wananisaidia kazi ofisini. Wakabaki kunitazama hapo wanatabasamu huku wakisema namna ambavyo vile walikuwa wamenielewa. Na nakumbuka nilipomalizana nao, niliomba baadhi ya watu wabaki ili tuzungumze wa mawili matatu kwa ajili ya kutatua tatizo. Na baada ya kuongea sana na wafanyakazi wangu, baada ya muda mimi niliwaruhusu wafanyaji waondoke. Na nakumbuka wakati ndo wanaondoka, secretary wangu alinitazama akasema, "Madam." Nikamwambia, "Yes, tell me." Niambie. Huyu secretary wangu kwanza alitabasamu. Akaniambia, "Na kuombea kwa Mungu. Na kuombea siku zote uwe na tabasamu hilo. Unazidi kuwa mzuri na unapendeza sana madam." Mimi hapo nilimtazama tu, afu nilipata furaha moyoni. Mimi ni mtu ambaye hata kusifiwa hakunaga. Nakiri hilo. Mimi kusifiwa hakuna kabisa. Leo hii mimi nasifiwa. Nijikuta na tabasamu, nikamwambia shukrani, unaweza ukaenda. Huyu mrembo wetu hapa ambaye ni secretary aliondoka, kwa nilibaki pale peke yangu. Nilitumia kompyuta kwa muda na kisha niliona ni vyema sasa nirudi ofisini kwangu. Niliweka pale vitu vyangu sawa, nikawa ninarudi sasa ili kuweza kuingia ofisini kwangu. Huwezi kuamini hata kidogo. Ila tabasamu langu lilikuwa limeleta taswira mpya. Mpaka nachapia. Yaani kwamba huwezi kuamini msikilizaji. Tabasamu langu lilikuwa limeleta taswira mpya hapa kazini. Vile natembea taratibu nilipata kuwasikia hata wafanyakazi baadhi wakisema, "Jamani, yeyote aliyemfurahisha madam leo Mungu amtunze. Kwa maana siamini nyie madam leo katabasamu. Madam ametabasamu, akitabasamu ni mzuri kupita kiasi. Sijui hata huwa ananichukia muda wote, sijui ni kwa nini." Hapo wafanyakazi wananinanga, afu nikamsikia mfanyakazi mwingine anauliza, "Ni mtu ajabu nyie huyu madam, sijui anaishi vipi. Hana muda hata kidogo. Ananuna muda wote. Sijawahi kumuona na rafiki wala mpenzi. Hivi madam kweli huyu ana mpenzi kweli huyu?" Lakini leo nitaota kwamba ametabasamu. Jamani, leo boss katabasamu.
Wanavyoongea hivyo hawakuniona, ila mimi nilikuwa nawaona. Sasa kuna mmoja aliniona akawastua wenzie, wote wakageuka wakanitazama. Hapo akawa analazimisha kutabasamu, tabasamu lisilo kuwa halisi. Na mimi niliwatizama afu nikatabasamu tu. Nikapita bila hata kusema kitu chochote. Wakati ingekuwa ndo mimi wananijua, na hisi hata ningewasimamisha kazi. Wananijuaga. Lakini ghafla nikawa najikuta nabadilika. Haya yote yalizidi kuwashangaza sana wafanyakazi wangu. Sio wao tu, yaani hata mimi mwenyewe pia nilizidi kujishangaa. Why nakuwa mtu wa namna hii? Baada ya kuingia ofisini kwangu, kwanza nilishusha pumzi ndefu. Nilisimama dirishani afu nikawa nashangaa nje, huku nikisema kwamba ina maana kwamba hivi ndivyo ninavyotakiwa niwe. Kwa mimi ni mkorofi? Au ndo maana nimeitwa msichana mkali na mkorofi? Nilijikuta tu natabasamu. Niliendelea kusimama pale kwa muda mpaka mlango ulipoweza kubishwa hodi. Nikamruhusu yule alikuwa anabisha hodi afanye aingie. Alikuwa ni meneja wangu, alikuwa amekuja na baadhi ya vitu tunatakiwa kufanya kazi. Basi nikarudi kuketi, nilimkaribisha vizuri tu na kisha pale alianza kunieleza nini nifanye. Nilisikiliza huku na yeye pia nikimueleza nini afanye na wafanyakazi wengine ili tuweze kufanikiwa. Hakika tulikuwa tumeanza kuona mwanga wa tatizo letu kwa njia nzuri na sio tu kufokeana hovyo. Hili lilinifanya nizidi kujisikia vizuri zaidi, kusema ule kweli. Na muda ulisogea kidogo, ndio tulipoweza kumaliza hii kazi tena kwa uzuri kabisa. Nilimwambia meneja wangu awanunulie chakula cha mchana wafanyakazi kama asante yangu baada ya ushirikiano huu. Unajua sasa hata nikawa nashangaa, kumbe mimi ndani yangu kuna ubinadamu namna hii. Nililetewa pia chakula huku nikiambiwa kwamba namna wafanyakazi wangu ambao wananishukuru mno. Unajua mimi sio mtu wa kula mbali na nyumbani. Sio kama sili vyakula vya nje na nyumbani. Nikiwa niko nyumbani nafurahia zaidi. Kwa nilichukua simu yangu nikakuta hapa na missed call ya bibi yangu tu. Nilimpigia kumtoa hofu huku nikimwambia kwamba nitarudi mapema nyumbani, tutazungumza zaidi. Basi nilipokata ile simu, nilibaki tu nimeshikilia ile simu yangu. Nilikuwa nawaza mambo mengi sana. Hata nikawa najiambia, Abela, mimi ni binafsi. Napenda kupokea ujumbe kutoka kwa customer care. Sasa mbona akinitafuta sijibu? Basi ngoja nimjibu, ndio mambo mengine yaendelee. Niache kujifanya kwamba sitaki kuwasiliana naye wakati nateseka kusubiri ujumbe wake. Haya mawazo yalikuwa kinijia sana akilini mwangu, afu nikaja kugundua haya mawazo yalikuwa yako sahihi kabisa. Mimi ni binafsi. Ni lazima niwe na mjibu ndio tutafanikiwa, na sio tu kunyamaziana wakati mimi nikiwa naendelea kufurahia kuona message zake. Sasa kama nafurahia kuona message zake, acha na mimi nimjibu ili aendelee kunitumia message. Na ndo hapo ambapo mawasiliano yetu yanapotakiwa kuanza. Nikajiuliza pia swali lingine. Sasa nikimjibu hiyo message itakuwaje? Nikasema okay, wacha nimjibu sasa hivi nione kama nione jinsi itavyokuwa. Nikamwambia pale customer care, habari yako? Niliandika hivyo. Nilituma ule ujumbe. Hapo nikawa nimefumba macho nasubiria majibu. Nilisubiri la message haikujibiwa, na hata nikawa natazama sana simu yangu kuona kama kuna mtu huyu anaweza kunijibu kwa haraka kama ambavyo mimi nilidhania. Lakini haikuwa hivyo. Mpaka nikaondoka pale, lakini customer care alikuwa hajanijibu. Na safari ya kwenda nyumbani ndipo ilipoanza. Nilifika mpaka nyumbani, niliendesha mpaka sehemu ya kusimamisha gari, na kabla sijashuka ujumbe ukaingia kwenye simu yangu. Haraka sana nikausoma. Yes. Alikuwa ni customer care na alinijibu salamu akisema, Abela, mteja msumbufu, unaendeleaje? Sasa nilikuta tabasamu, nikamjibu haraka nikamwambia, vizuri, wewe je? Vizuri tu, hofu kwako. Nikataka kumuuliza unaishi wapi? Sasa nilipoandika ujumbe nikawaza cha kuandika. Nikafuta. Nikamwambia, hivi ujumbe jana ulikuwa ni mzuri, nilifurahia sana. Nilipomtumia message nikasubiri kidogo, yeye akanijibu akaniambia, karibu, always for you. Macho yalinitoka. Nikamwambia, asante, unafanya nini? Abela, samahani, nipo kazini. Muda mwingi nakuwa free usiku sana. Wakati mwingine huwa siwezi kukutafuta. Kama hutojali naomba ruhusa yako nikutafute hata usiku, au umeolewa? Na ufia nisije nikasababisha ugomvi nyumbani kwako. Niliposoma ujumbe nilijikuta napata hasira. Sitaki hata kusikia neno kuolewa. Kwanza nilijizuia nisimjibu vibaya. Nikaandika tu, nitafuta tu muda wote, ondoa shaka. Asante sana Abela. Umekumbuka kutabasamu leo? Hapo kwanza nikajikuta natabasamu tena, alafu nikamjibu, nashukuru. Wewe hapo? Tabasamu kadri unavyoweza Abela. Maisha ni mafupi kukumbatia vinyongo. Nikasoma ule ujumbe kwa hisia sana mjue, afu nilikumbuka baadhi ya mambo kichwani kwangu, na kisha nilimjibu nikamwambia, nashukuru sana.
Ujumbe huu sikujibiwa kabisa, nilisubiri kama dakika 10 hivi, hapakuwa na jibu. Hivyo nilishuka ili kuweza kuingia ndani. Nilipoingia ndani, kumbe bibi yangu bwana alikuwa ameniona muda wote tangu nimeingia hapa ndani kwenye hizo kuta za nyumba yetu. Nilipomsalimia tu, bibi yangu kwanza alitabasamu, akaniambia, shoga yangu, ndo umerudi muda huu kweli? Wewe mbona umerudi muda sana, mimi nimekuona, ila kuingia ndani ndo ulikuwa hutaki. Ulikuwa unafanya nini huko nje? Hapo nilimtazama bibi kwa kushangaa. Hapo sasa nikawa nacheka, nilitikiza tu kichwa nikamwambia, wewe bibi, wewe bibi unazeka vibaya unajua Hebu usiniambie kwamba umenichungulia dirishani muda wote ukipindi niko nje. Bibi alinitazama akatabasamu, akasema, sasa kumbe nimechungulia vizuri tu. Niambie ulikuwa unafanya nini huko nje? Nikamwambia bibi yangu, bwana, unakunywa dawa zako vizuri kweli? Hapo bibi alinitazama akacheka sana. Mimi pia nikamwambia, hii ya leo ni kiboko. Bibi yangu, unajua unanichekesha sana unajua. Sasa tukajikuta wote tunacheka. Akaniuliza, na vipi huko kazini ulikotoka? Nilisogea karibu na yeye nikamwambia, sasa bibi, hilo ndo swali sasa bibi yangu. Kazini nashukuru Mungu, tatizo limetatuliwa, nilishirikiana na wengine. Hapo bibi alinitazama kwenye macho yangu, akaniambia, nafurahi kusikia hivyo mwanangu. Nimefurahi sana. Endelea kufanya kazi kwa bidii, endelea kufanya kazi kwa upendo. Hapo msikilizaji, nilishika mikono ya bibi nikamwambia, bibi, nashukuru sana kwa maombi bibi yangu. Nakupenda mno cha umbea wangu. Basi bibi akacheka sana. Ninakumbuka haya yote katika hii safari ya maisha yangu nyie. Basi hii siku baada ya kwenda chumbani kwangu, nilikuwa kila nikikumbuka vile tunatumiana ujumbe mgumu, basi nacheka tu jamani, najisemea moyoni, huyu mtu sijui hata yupoje, ila tu anaonekana ni mtu mwenye upendo sana. Kwa nilibadili pale nguo, nikaingia bafuni na kisha nilitoka kwa ajili ya kupata chakula cha jioni. Bibi yangu kama nilivyosema, afya yake ni tietia maji. Yaani kuna siku anaamka vizuri na kuna siku ndo hivyo anaumwa, ila yote kwa yote namshukuru sana Mungu. Sasa bibi yangu anasema kwamba anaendelea vizuri na hasa anajitahidi sana kufanya vitu ambavyo alikuwa hawezi kufanya kama kutembea. Ingawa mimi bado sijamuona akifanya hivyo. Na siku hii bibi yangu mara baada ya kupata chakula aliniaga kwamba anakwenda kupumzika, na mimi sikukata sebreni, nilikwenda zangu chumbani kwangu. Ni kama uchawi tu. Kamwe kwenye maisha yangu mimi haijawahi kutokea na mwaza mtu kwa namna hii. Huyu customer care ni kama vile alikuwa ameniwekea uchawi kwa kumwaza yeye mara kwa mara. Na muwaza sana, nashindwa hata kujizuia kabisa. Na muwaza. Na hata hapa kitandani nilipokuwa nimekaa, nilikuwa namuwaza sana yeye. Namuwaza yeye peke yake. Wakati zamani nilikuwa nawaza kazi tu na sio kitu kingine. Afu huyu mtu mimi mbona simjui? Sijai hata kumuona, na sasa natamani sana kumuona huyu mtu wa mawazo yangu. Anafananaje? Kama kaida yangu nilichukua tena diary yangu, niliweza pale kuandika. Niliandika hivi: baada ya miaka leo nimeweza kuwasiliana na mwanaume kwa simu. Tena mimi ndo nimeanza leo. Sijui hata ni kwa nini nafanya haya yote. Mpenzi diary, huwezi kuamini. Natamani sana kumuona Gozbert na sijui hata anafanana vipi. Hii tunaita vipi? Msiri wangu, niambie hali hii inaitwaje? Hapo nikauma midomo yangu nikatabasamu, na kisha nikalala zangu kitandani na simu nikawa nimeiweka kifuani nikihisi labda customer care anaweza kanitafuta kama aliyosema. Nikajikuta usingizi unakuja sasa. Lakini unakuja unagoma. Kucheki hivi simu hajanipigia. Usingizi ukagoma, ikabidi niamke. Natazama pale simu hamna kitu. Niliamua kuchukua kompyuta yangu nikaanza pale kufanya kazi usiku ule mpaka mida ya saa 5 hivi. Simu yake sikuiona. Nilijikuta tu nashika simu nikasema, hivi kwa nini namkumbuka sana? Kwa nini yeye? Sijawahi kuwa hivi mimi, Mungu wangu. Nilale sasa, sitaki hata nipigie. Nikaweka pale simu yangu pembeni, nikapanda kitandani. Usingizi wenyewe sasa unakuja, hata hauji. Yaani biringita tu pale kitandani mpaka nikawa sioni vizuri sasa. Nakumbuka nikiwa na biringita simu yangu bwana ukaingia ujumbe. Sasa ungeniona nilivyokurupuka pale kitandani, yani kama sio mimi ambaye nilikuwa nimesema sitaki tena anipigie, bora tu nilale, sitaki kuzoeana naye. Yani ndio nilikuwa nimejiambia hivyo, sitaki. Lakini nilitende nikakurupuka nikashika simu ile kusoma ujumbe. Haraka ndo alikuwa ndo yeye mwenyewe bwana. Na alikuwa ameandika, hello mtoto mzuri, umelala? Are you sleeping? Kwanza hapo nikatabasamu, nikamjibu hapo nikamwambia, no, nipo macho G. Huyu G sasa customer care huyu ana lugha ya upole jamani, nashindwa hata kueleza ni kiasi gani ujumbe wake ulikuwa umeniingia. Ni kama vile unaomba msamaha. Yaani ujumbe anakutumia, lakini ujumbe unavokuja ni kama vile ujumbe wenyewe sasa umeingia afu unaomba msamaha. Unajua aliandikaje? Aliandika, sorry my cute, tunaweza kuzungumza? Nimechoka sana kwenye swala zima la kuandika. Haraka nikapiga. Basi simu haikuita sana, akapokea. Na ile sauti yake ile,
Si mnajua wa customer care wanavyoongea jamani, sitaki hata kuelezea sana. Wana lugha nzuri yenye upendo na sauti tulivu mno. Nakumbuka aliniita akaniambia, Abela. Nikamwambia SG, unachelewa sana kulala na sio vizuri kwa afya, unalijua hilo Hapo kwanza nilijikuta na tabasamu. Nilitamani kusema kwamba nilikuwa nakusubiri, ila sasa nikajiona kama nitajishusha cheo. Nilijikuta tunasema nilikuwa na kazi, so ndio maana niko macho muda huu. Okay, kumbe basi ni vizuri. Sitakuwa nateseka sana nikitaka kuwasiliana na wewe. Naomba uniambie sasa, unajisikiaje leo? Sauti yako ipo tofauti sana Abela, haina hasira. Ukiwa hivyo uzuri wako unaongezeka ujue. Huyu mkaka anazungumza yeye, lakini natabasamu mimi. Nakumbuka nilimuuliza, unavyozungumza sasa ni kama vile unanifahamu kwa sura. Alicheka, akacheka kidogo akasema, ni kama nimewahi kukufahamu kabla Bella. Nikamwambia, ni kwa nini uliiba namba yangu ya simu napenda unavoita It goes B. Mala uniite G. Majina yako yote unaoita mimi napenda. Labda nikwambie kitu kimoja Bella. Sina jibu kwenye hilo ni kwa nini niliamua kuchukua namba yako. Ila baada ya kukusikia mara mbili, nilitamani sana kukufahamu zaidi na nilitamani pia kukuweka sawa, ingawa sina uzoefu huo. Sasa aliponiambia hivyo, mjua kwanza nilitabasamu. Nilitabasamu kwa wivu eti nikasema, kwa maana hiyo unafanya hivi kwa wateja wengine pia, unachukua namba zao? Hapana. Sijawahi. Kusema ule ukweli mpenzi wa Mungu, sijawahi na sitawahi tena Bella. Hii imetokea tu kwako. Ukiniuliza kwa nini, sina hata jibu la kukupatia. Nafurahi kukufahamu Gosby. Abela, nimechoka sana. Lakini sauti yako ni nzuri na yenye kubembeleza sana. Natamani kuendelea kukusikia, lakini usingizi unanizidia nguvu. Naomba tupumzike na Mungu akipenda basi tutawasiliana tena kwa wakati mwingine. Kiukweli nilikuwa natamani kuendelea kuzungumza naye na ile sauti yake ile kubembeleza. Ila sasa sikuwa na budi, ilibidi tu nikubali. Nikamwambia, Gosby, nakutakia usiku mwema. Hata usipotaka kutabasamu, tafadhali tabasamu kwa ajili yako. Tabasamu na ufurahie maisha yako japo kidogo. Usiku mwema cute ya Bella. Wow. Nilijikuta na tabasamu kwa machozi, furaha inanitoka. Nikamwambia usiku mwema Gosby. Hapo alikata simu. Nilibaki natazama ile simu, nikakata hivi. Kwanza ilikaa sikioni kama kwa dakika moja. Nikaitoa hivi ile simu nikawa naitazama. Hapo nilikuwa na furaha, huwezi kuamini msikilizaji. Nilikumbatia ile simu tena. Nilikumbatia ile simu kwa furaha kubwa sana ile simu. Na kisha nikasema, inapendeza sana. Natamani kukutana na huyu mtu. Natamani sana. Basi nikiwa katika ile hali, ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Haraka sana nikafungua ujumbe ili nisome alikuwa ni nani. Alikuwa ni customer care kwa mara nyingine tena. Na kabla sijasoma, kwanza ule ujumbe nilikuwa na utabasamulia jamani. Kwenye maisha yangu sijawahi kuishi hivi. Mpaka sasa hapo nina umri wa miaka 35. Mimi sijawahi kuhisi kuwa na furaha kama hii ambayo inatoka moyoni mwangu kabisa Huyu customer care kwangu ni muujiza. Ni muujiza wangu, ni baraka yangu. Ananifanya najisikia vizuri kiasi kwamba si wazazi wangu wamewahi kunifanya nijihisi hivi. Si yeyote kwenye maisha yangu. He is my miracle man. Namshangaa sana Mungu katika hili. Natabasamu mwenzenu muda wote natabasamu. Na hapo sijawahi kumuona. Zaidi tu ya kumsikia tu kwenye simu. Hata yeye hajawahi kuniona. Hatujawahi kuonana, simfahamu anafananiaje na yeye hajawahi kuniona. Lakini tu nikiona message yake, nikiona call yake, kuna namna na feel, kuna namna najisikia. Alikuwa ameniandikia pale ujumbe. Alikuwa amesema, una sauti nzuri sana sijapata kuona. Hongera sana Abela. Unaonekana ni msichana mzuri ajabu. Una sauti tamu. Kiukweli nimeipenda sana. Huyu anadanganyika huyu hajui kwamba kuna watu wana sura mbaya.
kwenye simu sasa hiyo sauti inakuwa gani nzuri. Na mara nyingi walojaliwa sauti nzuri hawanaga muonekano kabisa. Yaani huyu sauti yangu ndio amepagawa hivi kachanganyikiwa, kwa hiyo kanipendea sauti. Huyu siku akija kuniona huyu ananibwaga. Nikasoma ule ujumbe kwanza, nikacheka, nikarudia tena kuusoma. Customer care anaomba kuna dadeki. Sasa kadiri nilivyokuwa nazidi kurudia kusoma ule ujumbe, ndivyo nilivyokuwa najisikia raha moyoni mwangu. Ni kitu kipya kwangu. Eti mimi nilikuwa na kazi ndio maana sijalala. Kazi wapi ya Bella mie? Kazi gani mie? Wakati mimi ndo nimetafuta kazi ili mradi tu kusubiri simu ya Gozbi. Customer care wa faida kubwa kwenye maisha yangu. Huwezi kuamini. Huyu ni mimi, mwanamke ambaye ninaogopwa, mwanamke ambaye ninatafsiriwa tofauti na kila ambaye nipo naye karibu au kuniona. Usiku wote huu bado sijalala, nipo nasikia vizuri sana. Mwanamke wa makamo mimi, kuambiwa namna ninavyovutia na kama mwahi kuniona vile, kumbe hajaita kuniona. Na miaka 35 leo hii nasifiwa na sauti nzuri. Mashallah. Haya yote mimi mwenyewe yananishangaza kusema ule kweli, kwenye moyo wangu nashangaa. Kwanza na ushangaa huu ugeni ambao siwezi hata kuukimbia. Nimeshindwa kabisa kusema ule kweli, siwezi. Nilibadilisha muonekano wa uso wangu, nikawa na uso wangu wa siku zote ambao hauna furaha kabisa. Nilianza kujishangaa sana, huku sauti ya customer care inajirudia kwa kasi mno. Ilikuwa inajirudia kwa kasi kubwa sana, tena sana. Ile sehemu ambayo ninaambiwa hata kama sitaki kutabasamu, basi nifanye tu kutabasamu kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Ninatabasamu kwa ajili yangu. Sasa niko hapo, miguu yangu iko chini, ila mgongo na kichwa nilikuwa nimevilaza kitandani. Mikono yangu yote nilikuwa nimeiweka juu ya tumbo langu. Nilijaribu sana kutabasamu tena na tena. Na hii ndio hali ambayo mimi, mbali na kukutana nayo, licha ya kupingana nayo sana, inanifuata na ikija inakuja kwenye njia yangu, kwa nasahau ahadi zangu nye. Nasahau hata na sheria zangu. Naipokea tu yenyewe tu, tena bila hata kujitambua, na kuwa sina hata akili kabisa. Nakuwa kama zezeta vile. Ninavyokumbuka mimi, nilijibu ule ujumbe nikisema nashukuru sana, asante Gozbi. Nikatuma afu nikatabasamu, nikasema Gozbi, jina zuri sana. Hata yamesema kwamba anapenda ninavyomuita Gozbi. Nafikiri hajui tu anavyotamka kwa kupatia jina la Bella. Analipatia sana jina langu, anapatia sana. Na huwa najisikia amani sana kilitaji jina langu Bella. Pumzika moya. Uwai kazini. Yanapo najiambia tu mwenyewe kuna cheka. Nikajitupa zangu kitandani, nikapitiwa na usingizi. Hapo ndo nilala. Tena ulikuwa na usingizi mtamu sana. Usingizi usiokuwa na kelele kabisa, usingizi mzuri mno. Na asubuhi niliamka nikakutana na ujumbe kutoka kwa customer care. Ujumbe ulikuwa umesomeka, habari za asubuhi ya Bella. Mimi nakutakia kazi njema na yenye furaha. Leo sitasema kwa ajili yako peke yako. Smile for me. Kwanza nilisoma ule ujumbe afu nikajikuta natabasamu. Ina maana ni hivi tu vinanifanya natabasamu. Kwa miaka yote hii hakuna mtu ambaye amewahi kuniambia tabasamu au furahi au wewe ni mzuri au kazi njema. Sasa huyu ana kipi cha ziada? Mbona kidogo tu anachokifanya alafu unakuwa mtu mwenye furaha? Ni kama kuna muunganiko fulani kati yetu. Unajua mimi mwenyewe nilikuwa najishangaa sana. Nilikuwa nataka kumpotezea nisimjibu ule ujumbe wake. Nikaeka simu pembeni, nikaelekea bafuni. Nilipotoka nilijikuta tu nashika tena simu nikamjibu nikisema good morning Mr. Customer Care. Hapo ujumbe uliingia akiwa anacheka sana, alicheka mno mpaka nikajiuliza anacheka nini? Nikamwambia sasa sikia. Hapo sasa moyoni nikawa najiambia huyu sasa natakiwa nimuombe picha, nimuone anafananaje au nifanyaje? Sasa wakati najiuliza nikaona haiwezekani. Hapo sasa nitakuwa nimevuka mipaka. Tena hapo nitakuwa nimevuka mipaka yote ya kanuni zangu ambazo nimejiwekea. Nikasema sitamjibu. Kila ninapotaka mimi sitamjibu. Nimeamua, afu tutaona mwisho wetu utakuwaje. Kwa nilitoka pale chumbani nikiwa nimependeza sana. Na sebuleni bibi yangu hakuepo. Hivyo nilimfuata chumbani kwake. Bibi yangu aliponiona tu alitabasamu na mimi nikamuuliza, bibi yangu, kwa nini unatabasamu baada ya kuniona?" Bibi ndo akaniambia, "Unapendeza sana binti yangu ukilivaa hilo tabasamu lako. Nakushukuru sana Mungu hata kuliona hili tabasamu halisi kutoka moyoni. Mjukuu wangu, kitu kinachokufanya unapata furaha leo, baada ya miaka yote hii, hiko kitu hebu ukikumbatie. Ni kama vile unaenda kupona vidonda vyako vyote.
mimi ni bibi yako, ila ninakiri kwako sijawahi kukuona na tabasamu la namna hii. Na niamini mimi mjukuu wangu, uso wako unapendeza sana kwa tabasamu hili. Lazima upate wateja wengi sana kwenye kazi yako. Hapo kwanza nilimsogelea bibi, nikakaa pembeni yake. Kisha kwa uso wangu wa huzuni na kutabasamu kwa kujilazimisha, nilihisi kutoka machozi. Nikamuuliza bibi, nikamwambia, bibi, unaona kama mimi naweza kuwa na furaha tena baada ya yote ambayo yametokea? Nisikilize mwanangu, kisichowezekana hapa duniani ni Mungu kutokushindwa kubadilisha yaliyoshindikana na kushindikana. Abela, umepoteza imani yako kwa muda mrefu sana. Pengine Mungu amekutumia malaika wake kwa namna ya kipekee, kwa namna ya ajabu. Niamini mimi mjukuu wangu Abela, unaweza kufurahia maisha tena. Yape nafasi maisha ufurahie mjukuu wangu. Miaka mingi umeisha maisha ya huzuni na kuumia sana. Ni wakati wako sasa mjukuu wangu. Bibi aliponiambia kwanza nilijitoa mkononi kwa bibi. Nilifuta machozi nikamwambia, bibi, sijui bibi yangu, na hata sielewi. Kiukweli sina imani kabisa na haya maisha. Kila kitu kwangu mimi ni kibaya sana. Hata hivyo nina deni kubwa sana kwako bibi. Bibi yangu, umenipambania sana. Hata kuwa hapa umenipambania sana bibi. Nashukuru sana. Ila siachi kusema kwamba sina hakika kama nitakuja kufurahi. Bibi, unajua sina rafiki kama wewe hapo sina. Nashindwa kujizuia mimi. Nashindwa kujilinda dhidi ya huyu mgeni. Simjui, hanijui. Huyu ni customer care tu aliyenihudumia wakati pesa yangu ambapo ilikuwa haijarudi. Lakini mara baada ya kunihudumia anasema sauti yangu haikuwa sawa. Alitambua nina sauti iliyokata tamaa yenye maumivu makali. Na akajikuta anaiba namba yangu na kunitafuta. Sasa bibi, inawezekana vipi hili? Unajua hako ka story kanavutia sana mjukuu wangu. Customer care. Kwa mjukuu wangu, wewe unataka kuniambia unampenda huyo customer care? Kwanza nilishtuka nikamwambia, mimi? Bibi, mimi mambo ya kupenda? Nimeanza lini hiyo tabia mbaya? Sijui hata upendo ulivyo na sijui huo upendo na maana gani. Bibi, hapana. Bibi, uko umeenda mbali sana. Mimi ninajaribu tu kukueleza kile kinachotokea. Mimi siwezi kumpenda mtu nisomjua bibi, kwa maana sijui anachokitaka kwangu. Na hata kama nikimjua, mimi bado moyo wangu hauna nafasi ya kujua upendo, kuthamini sijui upendo, na kamwe sitakuja kuliona hilo bibi. Bibi, unalijua hilo. Sasa unaniambia haya maneno yanatoka wapi? Hapo niliposema hivyo, bibi yangu alinishika mikono na kisha akasema, mjukuu wangu, mapenzi mjukuu wangu yana maajabu sana. Kuna ule wimbo huyu kijana wenu huyu wa sasa hivi, huyu Diamond aliimba. Sijui Diamond, sijui Alikiba. Unaimbwa, Mungu aliumba mapenzi tangu na tangu, yamenifika sasa, sina budi nielewe. Siwezi kung'ang'ania, sio fungu langu. Inawezeka, wacha mimi mwenyewe. Si unaujua wimbo? Ameimba huyo msanii. Nikamwambia, ndio naujua. Na kuna wimbo wengine pia unaimbwa, mapenzi na ran dunia, mapenzi na ran dunia. Nadhani unaujua. Ndio bibi, naujua. Sasa wewe hutakiwi kusema eti mapenzi basi. Mapenzi sitaki, yalinifanyia kaugua na kaugua. Aloimba huo wimbo mpaka leo hii yuko na Zuchu. Ila aliimba, alisema mapenzi si basi, hataki. Na ana watoto huko South Africa. Kweli si kweli? Kweli. Sasa haijalishi namna gani unaumia kwenye mapenzi, haijalishi umepitia mangapi kwenye mapenzi, haijalishi wewe umekula viapo vingapi kwenye mapenzi, haijalishi umejiapiza mara ngapi kumpinga huyo mtu anaitwa mapenzi. Ila mapenzi yakija tu kwako yanakufanya kama kichaa usiyokuwa na akili. Labda nikwambie kitu kimoja mjukuu wangu, mapenzi yana nguvu ya kukufanya wewe uamke usiku umshukuru Mungu kwa ajili ya mpenzi wako, au uamke ulie sana kwa ajili ya mapenzi. Mapenzi yana nguvu ya kumfanya mtu
aliyeshindwa kufunga kwa ajili ya ibada na akalala njaa na asiteseke na njaa kabisa. Mapenzi yana nguvu ya kufanya mengi sana mjukuu wangu, tena mengi ya ajabu ya kushangaza. Nguvu ya mapenzi ni kubwa sana kuliko nguvu yoyote. Watu wanauana kwa sababu ya mapenzi. Watu wanachukiana, wanatengana, watu wanaachana vibaya sababu ya mapenzi. Mapenzi mjukuu wangu yakikufika moyoni huwezi kujificha. Ni haya mapenzi hubadilisha jambazi na kuwa mwana wa Mungu. Mwanangu, na kuombea hii nguvu na wewe uipate, ili uone raha ya mapenzi jinsi ilivyo. Uishi kwenye mapenzi ya kweli. Natamani siku moja mjukuu wangu, uimbe zile nyimbo za taarabu, nitadumu naye kwa uwezo wa Manani. Sisi enzi zetu zile ndo nyimbo tulikuwa tunapenda. Hapa hatoki ndo amefika, nitadumu naye, nitadumu. Natamani ufike hiyo stage mjukuu wangu. Ndiyo, pengine huyo sio atakuwa customer care. Umesema customer care, labda we humtaki, humjui. Sawa, anaweza akaja mwingine, unatakiwa umpokee. Na sio kila siku wewe kulalamika tu mapenzi. Natamani siku moja mwanangu nikuone unasikiliza nyimbo za mapenzi za Mbosso. Tena ninajua tu wewe ukiingia kwenye mapenzi sitauliza hata swali. Maana penzi ni kikohozi, utakohoa tu na nitajua huko kwenye mapenzi mazito. Unakumbuka kwamba nilikuwa nakwambia kwamba muda utafika tu. Sasa huo muda wenyewe naona kabisa unakaribia mjukuu wangu. Mapenzi matamu mjukuu wangu. Endapo nilimtazama bibi kwa muda mpaka nilijikuta nafuta machozi taratibu. Nikamwambia bibi, nashukuru sana. Mimi naondoka sasa, nawahi kazini. Nitakukuta bibi, ila nakuomba uamke ukale. Hapo niliposema hivyo, bibi kwanza alitabasamu na kisha akaniambia, muombe picha basi, nataka kumfahamu huyo. Unajua nilicheka nikamwambia, kwani wewe bibi, una tatizo gani kwani? Unajua mjukuu wangu, muda utafanya we uhisi unamfahamu mtu huyo. Haya, futa hayo machozi na uende. Hapo mimi nilitabasamu tu na taratibu nikarudi sebuleni, huko kichwani yale maneno ya bibi akisifia mapenzi yalikuwa yananipiga kelele mno. Na mimi nilijapiza moyoni ya kwamba kamwe siwezi kuwa kwenye mapenzi, na nitalikimbia hili. Tena mimi mwenyewe sitataka kumsaidia mtu au mtu anisaidie kwenye hili. Basi nilipata pale chai, huku kila nikimkumbuka bibi nabaki nacheka tu. Nikawa naona namna huyu mzee anavyozeeka vibaya na maneno yake. Jamani, bibi yangu ndo rafiki yangu, ila sasa akili zake anajua yeye mwenyewe, yake ya Mungu. Sikuchukua hata muda mwingi sana kuendelea kukaa hapa, kwa maana kwamba muda mwingine huwa sijui niwaambiaje. Ililazimika tu ninywe chai haraka haraka niondoke, kwa sababu muda mwingi niliutumia na bibi. Kwa hiyo niliondoka nikawa nimeelekea kazini kwangu. Nilikuwa ni mtu mwenye furaha sana, huwezi kuamini. Nilikuwa natabasamu tu. Kazini kidogo natabasamu, na customer care kidogo ananitumia ujumbe wa kuuliza, Abela, umepata chakula? Inuka ukale. Abela, unafanya nini? Abela, umependeza sana leo, mpaka huku nilipo na kuona unajua. Abela, elelelele. Abela, basi heli unajikuta tunatabasamu tu. Tunaanza pale kuambatana. Mpaka tunaanza kuambiana pale, otea rangi ya nguo zangu leo nilizovaa. Mara sijui leo umeona nini. Tunacheka. Ikitokea tumevaa nguo ambazo rangi zinaendana, basi tunajikuta wote tunacheka. Siku nzima na chat na customer care. Narudi nyumbani na mimi nina simu na mimi na simu iko mkononi. Naenda kitandani mimi na simu na mimi. Kwa kweli hata watu walikuwa wananizunguka walishangaa sana. Bibi yangu kwake alikuwa anafurahia sana.
Yaani unaweza kukuta nipo nje ya nyumba natembea hapa na pale huku na chati. Sebleni nikiwa nimeketi na chati. Hata mdada wa kazi alikuwa ananishangaa, ila sasa hana uwezo wa kuniuliza. Hivi mimi kweli leo hii Abela wa kukesha na simu muda wote? Tunachokiongea mimi na huyo customer care hakina maana yoyote, ila tunaelewana tena sana tu. Hata sasa tulianza kupanga sasa tuonane na mambo kama hayo. Kwenye hayo yote sikuwahi kusikia kuhusu mapenzi, sikuwahi kuhisi hata sipo salama. Ni mtu wa kujali sana kuhusu maisha yangu, afya yangu kwa ujumla. Ni mtu ambaye ukimwelezea jambo analibeba kwa ukubwa, huyu customer care. Mimi na yeye usiku tunakesha, tunachati, tunaongea. Nakumbuka sana nilianza kubadilika kidogo kidogo na nikawa mtu mwenye furaha. Furaha yangu ilikuwa ni kwa customer care. Asiponipigia au kunitumia ujumbe najisikia vibaya, na hata namuuliza mbona leo kimya? Mbona leo hatujawasiliana? Na vitu kama hivyo. Nilikuwa namuuliza vitu ambavyo kusema ukweli, yani kama vile ndio ulikuwa wajibu wake afanye. Sasa ni kama wiki ilipita ya mawasiliano ya karibu mimi na customer care. Ilikuwa ni asubuhi. Nakumbuka hiyo siku niliamka, nilikuwa nimeshika simu lakini sikuona ujumbe kutoka kwa customer care. Tena namba yake nilikuwa nimeisave hivyo customer care. Kwa unyonge niliingia bafuni. Nilioga na niliporudi nikashika tena simu. Hapakuwa na lolote zaidi. Niliamua mimi kuweza kumtumia ujumbe kwamba good morning customer care. Ujumbe huu mpaka nilikuwa nimevaa, mpaka namaliza kuvaa, mpaka nikaanza kutoka nilikuwa sijajibiwa. Hata hamu ya kula ilinikata kabisa. Niliondoka tu nikiwa niko njiani muda wote natazama simu, lakini wapi. Nimefika kazini bado sioni kitu kuhusu customer care. Kwamba imekuwaje? Mbona harespondi chochote? Nilianza kujihisi kama vile nimepungukiwa kitu cha umuhimu sana mwilini mwangu. Muda wa kula angekuwa tayari ameshanitumia ujumbe, ila siku hii sikuona kitu, yani sikuona kitu chochote kile ambacho nyie. Mimi Abela ndo nilituma ujumbe customer care, uko sawa kweli? Nitafute na kuomba. Ila wapi, hakunitafuta kabisa. Na hata nikawa natoka kazini, nikawa nimetuma ujumbe hello, mimi ndo natoka kazini, baadaye tunaweza tukazungumza, si ndio Kimya. Hakuna kitu kilichojibiwa mwenzenu. Kulikuwa kimya. Nilikosa raha mno, nilikosa amani moyoni. Niliendesha gari kinyonge sana mpaka kufika nyumbani. Na bado hapakuwa na mpya. Nilikaa tu chumbani nasubiri ujumbe kutoka kwa customer care. Muda ulizidi kwenda na hata mpaka nikapata wazo, nitazame namba yake kama iko WhatsApp, ila wapi, namba yake haikuwepo. Nilihangaika sana. Sikutaka hata kula hiyo siku. Sijui naeleweka mimi jamani kinachokisema? Unajua mtu ambaye upo naye karibu sana, alafu ghafla tu inatokea haja kutafuta, inauma. Mimi niliumia na tayari nilikuwa nimeshamzoea huyu mwanaume wa muujiza kwangu. Ndani ya muda mfupi sana amenifanya nisahau baadhi ya maumivu kwa sababu yeye yupo. Leo hii simpati kabisa, na tena nilipiga simu yake haikuwa inapatikana. Nilituma ujumbe, Gosby, uwe na usiku mwema, ukirudi hewani na kuomba sana unitafute. Lakini ujumbe wala hata ukijibiwa. Nilikuwa nakaa chini, naenda mezani, nazuga na kompyuta yangu, mara kitandani, mara dirishani. Hakuna ujumbe wangu tangu nilipoweza kuamka asubuhi. Hakuna ujumbe ulioweza kujibiwa. Roho yangu ilikuwa inaniuma mno. Sasa niko chumbani, nakumbuka bibi yangu aliletwa na dada wa kazi. Kisha dada wa kazi alipotoka, mimi nilijivuta, nikakaa miguuni mwa bibi yangu. Nikalalia miguu yake. Hapo nilikuwa natetemeka. Bibi yangu mimi ananijua vizuri tu. Ananijua vizuri. Bibi yangu mimi mara nyingi nimewahi kumfuma akizungumza na daktari, akimueleza hali yangu ya akili. Bibi yangu huwa ananiona kama vile nina shida hivi kichwani, na nakumbuka alichukua mikono yake bibi akaiweka kichwani. Akaniambia, mjukuu wangu, kuna tatizo gani tena kazini huko? Hebu niambie nijue namna ya kukusaidia. Bibi yangu aliposema tu hivyo, nilijikuta nalia. Machozi yalinitoka. Nikamwambia, bibi, nilikuwa najua tu mimi. Nilikuwa najua siwezi kufurahi siku zote. Furaha yangu mimi sio kwa ajili yangu. Hapatikani. Bibi, tangu asubuhi hapatikani.
Hapo bibi alinyamaza kwa muda na kisha akaniambia, Abela mjukuu wangu. Hapo mimi nilinua kichwa kumtazama. Nikamwambia kwa upole, bibi, kwa nini unajiwazia mabaya tu? Leo tu mjukuu wangu uko hivi. Pengine rafiki yako ana matatizo. Pengine simu yake ina shida. Akiwa sawa atakutafuta tu. Hapo nilimtazama bibi nikamwambia, kweli bibi, mimi na hofu kumpoteza huyu rafiki. Nimekuwa hivi miaka mingi, walau yeye sasa tunaelewana. Ni maombi yangu kwamba naamini atanitafuta. Sitampoteza huyu rafiki. Hapo bibi alinitazama na kisha akasema, nikisema unampenda huyo customer care unakuwa unachukia. Haya, tazama ulivyo. Hata kula hujaweza kabisa kula. Hapo mimi nilimtazama bibi nikamwambia, kwani bibi, ndio huwa unajisikia kama kupoteza kiungo muhimu sana ndio inakuwaga hivyo? Nisikilize mjukuu wangu. Mimi nakupenda sana na sitaki kukuona wewe ukiwa hivi. Uzuri ni kwamba kesho huendi kazini. Mtawasiliana tu. Sawa mjukuu wangu? Inuka sasa ule upate nguvu. Nikamwambia, pana bibi, mimi niko vizuri, nataka tu nilale sasa. Hapo bibi hakuwa na ubishi. Nilimuita dada wa kazi, alimfuata bibi na mimi nikabaki tu mimi mwenyewe. Nilichukua pale diary yangu, nikaandika pale. Kwenye diary yangu nikaandika, dear diary, huwezi kuamini. Si unakumbuka kuhusu customer care? Ndio huyo. Siku hizi tumekuwa marafiki sana. Huwezi kuamini. Leo kwa mara ya kwanza ninahisi kuondokewa na kiungo cha muhimu mno mwilini mwangu kwa sababu tu sijawasiliana naye. Unaweza nikujua kwa nini mpenzi? Naomba uniambie, najisikia vibaya sana. Ni kama vile roho inataka kunitoka kwa ajili yake. Tafadhali usiseme kama bibi. Sitaki kusikia nimependa. Mimi sijui kupenda. Unaweza ukacheka diary, ila sijara leo. Na sihisi njaa kabisa. Naogopa, sitaki apatwe na tatizo. Mungu, unaweza kumlinda kwa ajili yangu tafadhali? Hapo nilipomaliza nilifunika na kisha nikajimwaga kitandani. Nilikuwa nasubiri sana ujumbe wake sana, ila hapakuwa na majibu kabisa. Kwa hiyo niliamua kuoga sasa, lakini kama vile ni yaani kuna muda nilikuwa kama vile natamani kucheka, natamani kulia, natamani kulala, afu usingizi wenyewe si upati mimi. Haya ndio bibi alikuwa akiasifu haya mapenzi. Ina maana kwa mimi ndo nimependa. Na ndio maana nimempenda customer care baada ya yote nimepitia, yani yote nilopitia kwenye maisha yangu. Mimi leo kweli nimekuja ku fall in love. Nikaona sio kweli. Lakini kulala siwezi. Afu kukubali ukweli ni ngumu. Nilihangaika sana muda ule. Huwa tunaongea mimi na customer care, nilipiga tena simu lakini wapi? Hakuwa anapatikana. Nilimwandikia tena ujumbe kwamba ni usiku sasa, ila naogopa. Una tatizo gani? Ninashindwa hata kulala mwenzako ujue. Nitafute please na kuomba. Nikaweka simu pembeni nikalala tena kwa kuchelewa sana. Asubuhi nilichelewa kuamka lakini bado sikuona ujumbe wa huyu mwanaume. Na nilipopiga hakuwa anapatikana, ila hali hii jamani, sikutaka inikute jamani. Na ndo tayari imeshanikuta. Kuwasiliana na mtu vizuri, mmezoeana na kisha apotee, inasumbua sana. Kuna namna mimi alinizoesha hivyo, napata shida. Sikuwa nataka kuamini na sasa eti apatikane. Nilipiga simu kweli lakini akawapatikana. Nilitamani kupasuka. Niliingia kuoga. Ninaona hata machozi yananitoka. Mwanaume anayenipa furaha pia ni kama vile amenikimbia na yeye. Nilitoka pale mpaka sebuleni na simu yangu. Nilipofika nilikutana pale na bibi. Nilishatoka kutikisa kichwa kwa huzuni ya kwamba mtu huyo hapatikani. Bibi alinitazama kwa huruma sana. Aliniita pale kupata chai ila sikuweza kula kama kawaida, nilikuwa nachezea tu kile chakula. Na hata bibi aliniita akasema, Abela. Hapo ndo nilishtuka na bibi akasema, hebu acha kuchezea chakula. Unatakiwa ule iko chakula. Hapo nilimtazama tu bibi na kisha nikaangalia simu yangu. Bado sikuwa nimetafutwa kusema ule kwenye simu, sikutafutwa. Chakula hakina hata ladha.
Mimi mwenzenu kila mahali nilikuwa na simu. Natoka nje natembea na simu, kuzunguka nyumba nzima nilikuwa napiga simu lakini wapi. Mpaka giza lakini wapi. Usiku sana lakini wapi. Jamani mimi nateseka. Ikawa siku ya 3. Ikawa mpaka kazini nimeamua kwenda tena lakini simpati. Tena hali hii ndio ilikuwa inaniongezea hasira. Nilikuwa nafoka tu hata kwa kosa dogo nafoka. Kununa kulikuja kwa kasi. Nilikuwa nina kisirani sana. Najua walikuwa wananisema wafanyakazi wangu, ila ndio bosi wao tena, watafanya nini? Mimi na simu tu nasubiri ujumbe kutoka kwa customer care uingie. Ilikuwa ni wiki tayari. Usiku niko chumbani, nilijikuta tunamwandikia ujumbe nikimwambia, kwa nini umenifanyia hivyo Gosby? Umeona tayari nahisi kukupenda na wewe umetoweka. Nilijua tu mimi sina maisha ya furaha kwenye maisha yangu, always ikogo hivyo. Mimi ni mtu wa uchungu tangu nilipoweza kuzaliwa. Kwani mimi sistahili upendo? Wewe ni mtu pekee ambaye umenionyesha maana ya tabasamu na furaha. Wewe pekee yako umenipa sababu ya kutabasamu. Leo hii unaniacha peke yangu baada ya kunichezea hisia zangu kwa kunionyesha kunijali. Kwa nini Gosby? Kwa nini umenikimbia? Nilikuwa najipa imani ya kwamba wewe ni muujiza wangu, kumbe bado nastahili maisha ya msongo na upweke mpaka naingia kaburini. Sijui ni kwa nini niliacha moyo kuzoea. Nakuomba sana rudi tena kwangu kwa sababu yako. Nilianza kupata sababu ya kuishi na kufurahi na kutabasamu. Na maana wewe kwamba uhisi chochote kwangu na wala uteseki kama ninavyoteseka. Nakuomba. Hapo nilituma huu ujumbe, lakini nilikuwa nikilea sana. Mimi ya Bella nilisalimu amri kwa huyu customer care, ila simpati kabisa. Roho ilikuwa inataka kutoka mwenzenu. Maneno ya bibi sasa na yakubali. Ninahisi kumpenda sana mtu ambaye hata simjui, sijawahi kumuona hata kwa picha. Hakika mapenzi sio muonekano wa mtu. Moyo unaanza kwanza na ndo najisikia sasa. Ndo najisikia hivyo tena nikiwa nina hofu kubwa mno. Nikiwa nalia sana, bibi yangu aliingia tena akitembea ingawa kwa tabu, ila nilikuwa nipo kwenye kuumia sana. Nilishindwa hata kufurahia hatua za bibi yangu. Bibi yangu aliponiona nalia, alifika akanikumbatia akasema, Abela mjukuu wangu, unaniumiza bure mimi. Naomba tulia na kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Tulia mwanangu. Jamani nililia nikisema, bibi, dunia ina mpango gani na mimi? Miaka yote mbona mimi sina furaha? Nilipopata furaha kidogo tu, furaha imeondoka, furaha imekimbia. Bibi naumia mno. Hapo bibi yangu alinifuta machozi na kisha alinitazama akasema, hebu niambie ukweli Abela, una hisia zozote juu ya huyo kijana, huyo customer care? Kama bibi yangu, wewe ndo mama yangu, siwezi kukuficha kipenzi. Umekuwa ndo rafiki yangu tangu dunia iliponiacha mimi mwenyewe. Tangu kuzaliwa kwangu bibi, sijawahi kuwa hivi, sijawahi kujihisi hivi kwa mtu yeyote ule. Sijawahi bibi. Ninahisi ninampenda sana huyu mwanaume, lakini nina hofu kubwa kwa sababu simfahamu. Bibi, mimi huyu mtu nilimzoea, amenikimbia. Kwa nini mimi sina furaha kwenye maisha yangu? Kwa nini mimi tu? Hapo wakati naongea hivyo nalia, bibi yangu alinikumbatia kwa furaha sana. Akasema, sijawahi kufurahi kama hivi. Kwa mara ya kwanza nahisi binti yangu amepona kabisa maradhi yake ya hisia na moyo wake. Hujawahi kuwa hivi kabla. Hujawahi kuhisi wewe upendo. Mapenzi nilikwambia humfika mtu yoyote yule. Na sasa ndo imekufika kwako. Yakumbatia hayo mapenzi yasikuondoke. Huu ni muujiza. Hakuja kwako kwa bahati mbaya. Kama ni wa kwako, ndio yeye umejisikia hivi kwako, basi hatima itafanya kazi. Hatima yenu itaamua tu mjukuu wangu. Ni lazima mtakutana tena, hata kama sio leo, hata kama sio kesho, lazima tu mtakutana. Pengine amepoteza simu yake au amepata tatizo. Moyo wangu mimi hauniambii huyo kijana amekukimbia. Hebu acha kulia, uanze kumwombea tu na Mungu amfanyie wepesi. Usiache mtafuta na kumpigia, utampata tu. Na kuombea pia mjukuu wangu, mimi nina furaha kwa ajili yako. Kwa lolote usisite, uniambie. Na mimi nimejisikia fahari wewe unaanza kupenda. Maisha uliyoyapitia na sasa hivi naona kabisa unaingia kwenye nuru. Bibi aliponiambia maneno, nilikumbatiana na bibi yangu kwa furaha. Na kisha alinifuta machozi. Nilimtazama na kisha nikamwambia, nakupenda bibi yangu.
Hapo bibi alitabasamu na kisha akaniambia, nakupenda cha uzuri wangu, nakupenda. Pumzika sasa, umelia sana mjukuu wangu. Atakutafuta. Na akikutafuta tu anakuwa mume wangu huyo. Sio mume wako tena. Nilikuwa nacheka, tulicheka nikisema ndani ya moyo wangu, nimewezaje kukiri upendo mimi leo hii? Bibi pale alinilaza na kunifunika pale shuka vizuri, alinibusu na kuniacha peke yangu chumbani. Kwanza nilishusha pumzi, nilifumba macho nikisema, Mungu, huyu kama ni wangu na kuomba unikutanishe naye tena kwa namna yoyote ile. Na kama so wangu mweke mbali na mimi, asinikaribie tena. Sitaki tena maisha ya kuumia zaidi. Yaani sitaki. Kuondoka kwake ghafla kulinifanya nione umuhimu wake katika maisha yangu. Na niligundua kuwa moyo wangu umempokea huyu mwanaume. Mbali na kwamba nina madhaifu na mapungufu yangu yote, lakini nilikuwa nimempokea huyu mkaka. Hapo imagine, sijawahi kumuona, sijawahi kuwaza hata anafanana vipi, ila tayari moyo wangu umempokea tena kwa nguvu zote. Mapenzi mapenzi. Kuna msanii amewahi kusema mapenzi hayana komando kabisa. Mimi na ukomando wangu wote mapenzi yamenivaa, tena yamenivaa kwa nguvu, nashindwa hata kujizuia. Kwa hapo nilianza kuishi maisha magumu sana. Maisha ya kutazama simu muda na wakati wote. Wiki ilipita, wiki nyingine tena ikapita. Mimi nahangaika na simu, mtu simpati. Kuna muda natamani hata niwapigie watu wa mtandao alafu niwaulize, ila naona kama vile nitamfukuzisha kazi. Pengine yeye ameona akae mbali na mimi. Sikuwa naweza kuzoea yale maisha yaani sijui nisemaje. Yale maisha ya usingo yale sikuyaweza. Alafu nilishamzoea huyu mwanaume alipokuja kwenye maisha yangu, nilimzoea mno. Sasa kurudi tena kwenye yale maisha ya upweke, maisha mimi bila rafiki, nilianza kuiona ni magumu. Bibi yangu yeye ndio alikuwa ananipa moyo. Na nakumbuka ile siku ambayo nilikuwa nimekaa bustanini, nilikuwa nina kitabu changu nasoma tu ili kutopoteza muda. Bibi yangu hii siku alitumia kile kiti mwendo chake. Dada alimfikisha mpaka pale nilipokuwa nimeketi na yeye akaondoka, yule dada wa kazi. Bibi alibaki kunitazama, akaniuliza, mjukuu wangu, siku zimepita lakini naona hauko sawa. Hebu niambie kuna nini? Kuna dalili zozote za kumpata huyo rafiki yako? Hapo nilimtazama bibi yangu, nikatikisa kichwa nikamwambia, bibi, nilikosea. Yeye hakuwa muujiza kwenye maisha yangu kama ambavyo nilikuwa nimefikiria. Ameamua kuondoka. Yeye hakunipenda. Alinichukulia kama rafiki tu, lakini angenipenda wala singeweza kuniumiza namna hii. Bibi, mimi nimeamua kuacha. Naamini yeye sio fungu langu, na kweli nilikuwa nimemzoea sana, na kili hilo. Ila nitafanya nini sasa bibi? Ningejua hata naishi wapi, lakini sijui lolote. Bibi, mimi nimeshindwa, nasubiri tu muujiza. Ina maana wewe mjukuu wangu unampenda kweli huyo mwanaume? Mbona unaongea kama vile umempenda sana? Bibi, sasa ambavyo hayupo ndo naona nampenda. Sasa nitafanya nini? Mimi nimependa sana, ila sio mahali sahihi nilipopenda bibi yangu. Hilo sio bahati mbaya mjukuu wangu. Mimi nakufahamu wewe. Umekuwa ukigomea swala hili miaka yote. Na hata nilikata tamaa nikijua umeamua kujihukumu kwa namna hiyo. Mjukuu wangu, naamini kabisa hivi karibuni kuna jambo litatokea. Huyo mwanaume ni wako na atarudi tu. Mjukuu wangu, unajua siku nyingi hujanipeleka hospitalini. Kesho upo off, nisindikize kliniki, nikajue maendeleo ya afya yangu. Kama sio wewe nani tena bibi yangu? Twende tu hospitalini, hata mimi pia nataka kujua ugonjwa wangu unaendelea vipi. Hii imekaa vizuri, tena nitapata muda hata wa kuwa na bibi yangu pia. Niliposema hivyo bibi yangu alifurahi sana, na hata akawa pia anajitembeza tu yeye mwenyewe kufurahia mazingira. Baadaye niliona niungane naye tu, hivyo nikawa namsukuma huku tukawa tunapiga stories za hapa na pale. Kama ilivyokuwa maisha yetu na mambo mengine yakaendelea. Ndo maisha yetu. Ni zaidi ya mwezi sasa tangu huyu mwanaume customer care apotee kwenye maisha yangu. Huzuni yangu ni kama vile ilikuwa imeongezeka zaidi. Kisirani nacho ila watu wanaonizunguka watafanya nini sasa? Kila siku asubuhi, mchana na jioni, usiku, ni lazima tu nitume ujumbe kwenye ile namba. Lazima nitume ujumbe nikiamini labda pengine atanijibu ama atapatikana. Asubuhi ya siku iliyofuata nilimpeleka bibi hospitalini, na kwa hali ambayo nilikuwa nayo tulimtumia dereva wetu. Tulifika mpaka hospitali moja ilikuwa ni nzuri sana hapa mjini.
Bibi yangu alipatiwa huduma, na kwa bahati nzuri bibi yangu alikuwa anaendelea pale vizuri kwa sababu tulikuwa tunazingatia maagizo ya daktari. Hivyo bibi yangu aliandikiwa pale dawa zake, tena sio nyingi, dawa zilikuwa ni chache tu kwa wakati huu. Kwa nilifanya taratibu, nikalipia, nikapewa pale maagizo, na haswa swala la chakula na mazoezi kwa bibi. Kwetu ilikuwa ni furaha sana kuona bibi maendeleo yake ni mazuri. Na bibi alisema, nashukuru sana nesi wangu, si unaona naendelea vizuri hizi ni juhudi zako za kuhakikisha napata kila kitu na unanisimamia afya yangu vizuri, nashukuru sana mjukuu wangu. Bibi wakati anamshukuru nesi, mimi nilitabasamu tu. Yule nesi akasema, vizuri mgonjwa wangu, naamini ukiendelea kutii na utapona kabisa. Basi ulikuwa ni wakati mzuri sana kwetu. Tulimaliza pale na haraka tulianza safari ya kurudi nyumbani. Basi taarifa hizi zilikuwa ni za kufurahisha sana kwetu. Tukiwa tuko ndani ya gari, tulikuwa tunatania tu mimi na bibi yangu, huku mimi nikimtania bibi yangu, na muda ulikuwa umeenda sana. Nakumbuka vizuri sana hii siku, nakumbuka vizuri nikiwa niko ndani ya gari na bibi. Nakumbuka nikamwambia dereva, simamisha gari. Sasa bibi akanitazama akauliza, mjukuu wangu, kweli unasimamisha gari? Nikamwambia, bibi, acha gari isimamishwe. Dereva, tafadhali simamisha gari. Wewe, kwa nini tusimamishe gari? Nikasema, we simamisha gari nimesema. Haya msikilizaji, kwa nini gari inasimamishwa? Hata mimi mwenyewe sijui, lakini katika sehemu ya pili tutapata kujua kwa nini huyu bidada huyu wa kuitwa Abela alitoa maamuzi ya kulisimamisha hili gari, ambapo hatujui kaona nini, hatujui kitu gani kinachopelekea yeye asimamishe huu msafara wa kurudi nyumbani, na hata bibi yake akawa anamuuliza, kwa nini unasimamisha hii gari? Lakini Abela alimkomalia dereva kwa kumwambia, simamisha gari. Tutakuja kujua katika sehemu ya pili kwa nini gari isimamishwe. Mimi naitwa Uncle J, nilokusimulia huu mzigo. Bwana, mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na mwandishi Agatha, Queen of Story. Tukutane katika sehemu ya pili. Mzigo ndo kwanza mpya wa kuitwa Customer Care.